Msikilizaji, maisha lazima endelee. Hamna namna. Ni kweli tumeumizwa sana na kifo cha Madam Warden, lakini pia poleni pia upande wa pili. Kuna watu mmelia sana kwa kifo cha Teddy. Ndio maisha. Matamanio yetu tuone ya kwamba Hamza anafanikiwa kumpata huyu jamaa ambaye amefanya huu upuuzi na bado anajitapa kwamba ataendelea kufanya kwa watu wengine wa karibu. Sasa sehemu ya 103 tulishia pale ambapo Yulia yupo pamoja na Nyakasura pamoja ndani ya maabara. Nyakasura ni kama anamlinda Yulia. Sasa Yulia kwenye kuendelea kufanya mambo yake pale, kufuatilia taarifa za kuanza kupata muunganiko wa kigenetic kati ya mtu mmoja kwenye baadhi ya maeneo yote ili kuweza kumpata mhusika, alikutana na taarifa ambazo alionekana kushangaa sana. Alijikuta akishindwa kuamini. Ni taarifa gani hizo msikilizaji? Hapa ndipo tunapoendeleza. Kumbuka langu jina ni Lucas Lumba. Tafadhali unaweza like na comment chochote. Sasa chochote jamani kinachohusu story ya Hamza. Basi Nyakasura pale aliweza kuona mabadiliko ya Yulia, kama vile ameona jambo la kutokuamini. Hata hivyo bado hakuonekana kuelewa kilichokuwa kikionekana kwenye monitor zake. Sasa Nyakasura kauliza kwamba Yulia, hebu niambie umeona nini? Ndio umegundua hizo DNA za Postman ama? Baada ya Nyakasura kuuliza hivyo, Yulia aliishia tu kurudi katika hali ya kawaida na kisha akatingisha kichwa kataa. Akasema ya kwamba hakuna tu, nilidhani nimepata lakini inaonekana nimekosea, hebu ngoja njaribu tena. Nyakasura akasema, sasa kwani ilikuwa ni nini? Mimi si nikajua umepata gunduzi kubwa. Nyakasura alishia kurudi kwenye kiti chake na kucheza na simu yake janja. Yulia aliendelea kuwa busy kucheza na batani za tarakilishi huku akiunganisha baadhi ya maumbo ya kigenetic katika skrini na kuruhusu akili mnemba yani AI kufanya makisio ya kimahesabu kutokana na usahihi wa maumbo hayo. Mpaka anakuja kumaliza, alijikuta akivuta pumzi nyingi na kuzishusha. Nyakasura akauliza kwamba vipi, kuna matokeo yote? Yule akasema kwamba niliweza kupata vinasaba vya mzungu. Anaonekana kuwa mshukiwa kwa uwepo katika eneo zaidi ya moja. Lakini mara baada ya kudukua mfumo wa taarifa wa serikali ya Marekani na kutafuta taarifa zake, hakuna majibu yote, labda kama ni taarifa zilizohifadhiwa kwa makaratasi. Nyakasura akasema, sasa kama mtu huyo si wa kawaida, sasa unaweza kupata taarifa zake kirahisi tu ama? Yule akasema, hayo sio mahesabu yangu. Kama hizi DNA ni za Postman, kwa kuzithibitisha kupitia database za Kimarekani, inanipa urahisi wa kuziwekea mkazo na kuanza kuskani eneo lote la Dar es Salaam kumtafuta kama bado hajaondoka. Ila kama anafanya mambo yake nje hapa au amekwisha kuondoka nje ya nchi, ndio ngumu, yani ugumu ndio utakuwa hapo wa nadharia yangu utakapoanzia. Nyakasura akasema, kwa hiyo sasa itachukua muda gani? Yani unajua mimi na njaa sana, afu nishachoka kusubiri hapa. Yule akasema, huna haja kunipanikisha bwana. Anaongea Yulia huku akichezesha mikono yake kwenye skrini hizo za kupangusa. Na mara baada ya kuandika maelekezo kadhaa, alichukua simu yake akaichezea kidogo, kisha akasema kwamba tunaweza kuondoka kwa sasa. Naweza kuendelea tu na hii kazi kupitia simu. Nyakasura alishia kuwa tuna furaha. Alikuwa akitamani kuondoka eneo hilo kwa muda mrefu tu kwa sababu alikuwa ameshachoka. Basi bwana, mara baada ya wawili hao kutoka kwenye maabara, Nyakasura alipendekeza kwamba unaonaje tukienda kuangalia hao watoto hali zao kwanza? Msikilizaji, Nyakasura alikuwa akipenda watoto. Aliona kwamba kwa sababu alikuwa na jukumu la kumlinda Yulia masaa 24, kama Yulia ataenda sehemu isiyomfurahisha ataishia kuboreka. Basi Yulia alikubali. Nyakasura akasema kwamba Yulia, unajua mimi nijua upendi watoto. Nadhani nimekufikiria vibaya. Aliongea Nyakasura kwa kicheka. Yulia alishia tu kutoa tabasamu jepesi, lakini moyo wake ulikuwa katika hali ya mawazo mengi. Muda huo katika vyumba vya kifahari vya hoteli hiyo ilikuwa ni kama pepo kwa watoto hao. Wafanyakazi wote wa hoteli walikuwa busy kuwahudumia na kuwapa kampani. Isitoshe walikuwa ni watoto. Na kama kawaida watoto walikuwa na tabia ya kusahau haraka sana.
hasa pale wanapobadilishiwa mazingira na kupewa chakula kitamu. Hivyo wote walionekana kuwa katika hali za furaha kama vile walishapotezea kila kitu kilichotokea. Sasa mara baada ya kuingia kwenye chumba ambacho kilionekana kuwa tulivu kuliko vingine, waliweza kumwona Reggie akicheza drafti na Bando. Regina alikuwa ameketi kwenye sofa akiwa amekunja miguu yake huku drafti likiwa juu ya meza. Muda huo Reggie alionekana kusoma mchezo unavyoenda na kutatabasamu. Kisha akasema kwamba Esma, inaonekana dada mkubwa ameshinda kwa mara nyingine. Esma mara baada ya kuangalia namna kete zilivyokaa kwenye ubao, haijikuta akikosa furaha. Akasema kwamba umeshinda tena. Regina akasema kwamba unaonaje tukipumzika kwanza na kula matunda. Anaongea Regina ambaye alionekana kuchoka kucheza drafti. Ukweli ni kwamba kwa ajili ya kumchangamsha Bando, aliona ande drafti lipelekwe hotelini kwa ajili ya kucheza naye, lakini hakujua itakuwa adhabu kwake kwa ubishi wa Esma wa kutotaka kushindwa. Sasa Esma Bando akasema kwamba hapana, mpaka na mimi nishinde ndio nile matunda. Aliongea hivyo akionyesha ukiburi wake. Reggie alishia kushindwa kujua cha kufanya na kugeuza kichwa chake kumwangalia Yulia na Nyakasura. Reggie akauliza kwamba vipi, mmepata taarifa yote? Akajibiwa kwamba bado naendelea kufanya uchunguzi wa DNA na hakuna taarifa kamili bado. Vipi kuhusu umepata chochote kupitia watu wako? Reggie akasema kwamba Robert yupo ndani ya Pentagon, lakini ameongeza ulinzi wa wanajeshi wengi. Kuna kambi ya nchi ya ardhi ambayo ni rahisi kujilinda na ngumu kumfikia kwa kushambulia, na inaonekana alishachukua hatua za kujilinda tayari. Nyakasura akasema yaani hapa haijalishi na wanajeshi wangapi ameweka wamlinde. Yaani mimi nikienda mimi na kuangushia moto tu. Ngoja tuone kama ana mtaalamu yoyote wa kumzuia mtu kama Lucifer. Reggie akajibia kwamba ni kweli, kwa sasa ngoja tuone tu kitakachotokea. Sasa Esma Bando akasema kwamba damu nzuri, nishapanga naanza mimi kucheza. Aliongea Esma Bando na kumfanya Regina angalau kupata utulivu kutokana na sauti hiyo. Upande wa Yulia alishia kukaa pembeni tu akiangalia Regina na Bando wakicheza drafti. Mpaka pale ambapo Regina na Bando walitoa draw ndipo kidogo aliweza kumshawishi Bando watoke kula kidogo. Upande wa Nyakasura wakati wote alikuwa akimwangalia tu Yulia. Ni kama vile aliona alikuwa na hali ya mawazo. Hasa Nyaka akauliza kwamba wewe Yulia, mbona akili yako kama ipo hapa, kuna kitu unaficha Aliuliza Nyakasura mara baada tu ya Regina kutoka. Yulia akasema kwamba unajua kuna vitu vingi bado sija kuelezea. Najiuliza pia ni muda gani Hamza atakuwa amefika. Nyakasura alishia kuangalia saa kupitia simu yake na kisha akasema kwamba yamepita zaidi ya masaa 14. Nadhani muda wote atafika. Sasa msikilizaji, ndani ya Pentagon USA, ingawa ilikuwa ni alfajiri, eneo hilo lilikuwa na giza kidogo kutokana na uwepo wa miti na nyasi. Kulikuwa na ulinzi wa kutisha ndani ya eneo hilo. Kundi kubwa la wanajeshi waliokuwa katika silaha nzito walizunguka huku na huko kufanya doria kwa tahadhari kubwa. Ukweli ni kwamba jengo lote la Pentagon lilikuwa limegeuzwa kutoka kuwa ofisi za jeshi mpaka kuwa ngome ya kivita. Hasa kiongozi wa doria aliwasiliana na wanajeshi wengine kutaka kujua maendeleo kupitia simu ya mkonga. Akasema kwamba Captain Brighton, how are things on your side? Alifuuliza hivyo, alijibiwa ya kwamba hakuna mijongeo yoyote huko Captain Shark, zaidi tu ya ndege aliyemnyea kichwani mmoja wa wanajeshi wangu. Basi jamaa alicheka. Sasa Captain Shark akaambiwa kwamba Captain Shark, nadhani unapaswa kuwa makini zaidi. Mtu tunayemtegemea ni Lucifer Inferno. Yeye na watu wake pamoja na hao maninja wake wanajua kujipenyeza hata kwenye ulinzi mkali. Hivyo hatupaswi kuwa wazembe hata kidogo. Sasa Captain Shark kwenye simu akasema kwamba hey Brighton, hebu acha kumsifia sana. Ni kweli ni gwiji wa ulimwengu wa giza, lakini bado ni binadamu tu. Vikosi vyetu vya Delta Zero vipo makini kudili naye. Na pia General Smith amekwisha kuvaa suti ya suti yake la monster, Kwa hiyo unaogopa nini sasa? Alafu tunao pia wanajeshi 3000 wenye silaha nzito za teknolojia ya kisasa. Akithubutu kujitokeza hapa, tutamgeuza majivu. Brighton akasema sawa, ingawa ni kweli tuna ulinzi wa kutosha wa kumzuia, lakini tunapaswa kuwa makini. Mimi sitaki kuwa chambo kwenye vita ambavyo ushindi unajulikana.
Shaki akasema kwamba mimi sidhani kama Lucifer na watu wake watakuwa na ujasiri wa kutushambulia hapa bwana. Hapa ni Marekani, nchi yenye nguvu duniani. Sisi ndio nchi yenye jeshi lenye nguvu kubwa. Kabla hatajamaliza kuongea, sauti ya mguno kutoka upande wa pili iliweza kusikika. Basi Captain Brighton akaanza kuita Shark. Shark. Captain Shark. Captain Brighton alishia kuita tu mara kadhaa, lakini hakukuwa na majibu yote. Ni muda huo huo, wakati akishangaa, mara upande wa kaskazini wa eneo hilo kulisikika kishindo kizito cha mlipuko. Kishindo hicho kilikuwa ni dhahiri kuna adui aliyekuwa akishambulia kutoka kusini. Basi king'ora cha jengo hilo kilianza kutoa milio, lakini walinzi wote walishindwa kujua mashambulizi hayo yalikuwa upande upi. Zaidi ya kusikia makelele tu, Brighton kwa ujasiri mkubwa aliongoza kikosi chake kuanza kutafuta adui ndani ya eneo hilo. Alikuwa amekwisha kusikia milipuko ndani ya jengo, na ni muda huo wakati sasa akijiuliza ni hatua gani achukue, mara moto mwingi ulianza kutokea dirishani ukiambatana na kuvunjika kwa vioo. Basi alianza kuuliza, nizikanaje na maana adui tayari yupo ndani ya jengo? Ni muda huo huo, kupitia kisikilizishi chake sikioni, aliweza kusikia tangazo likisema ya kwamba attention all formation, the enemy has entered the building, throwing bombs everywhere, no one is allowed near the building, wait for the next order. Brighton mara baada ya kusikia kauli ile aliuliza pale pale ya kwamba Meja, naweza kujua ni adui wangapi wameingia ndani? Mara baada ya sekunde kadhaa kupita, jibu kutoka ndani lilitolewa kwamba enemy one man. Mara baada ya kusikia kauli hiyo, wanajeshi wote walijikuta wakipatwa na hali ya ubaridi. Yaani vishindo vyote hivyo vimesababishwa na mtu mmoja, like seriously? Basi moto ulianza kuonekana kutoka pande zote, kuanzia mashariki kwenda magharibi, kusini kwenda kaskazini. Kifupi, milipuko kila mahali. Watu wengi kutokana na milipuko hiyo walikuwa wamelazimishwa kuruka kupitia madirisha. Sasa kilichokuwa kiendelea kilitisha, lakini wanajeshi wote waliokuwa nje walishia kuwa katika mikao ya tahadhari, wakishindwa kufanya lolote kuingia ndani. Basi walianza kuulizana kwamba huyu adui isije ikawa yeye peke yake ndiye anarusha mabomu yote hayo, Alafu lazima ni Lucifer huyo bwana. Basi wanajeshi walijikuta wakishindwa hata kuelewa. Ilikuwa ni ngumu kumeza kwao kwamba mtu anarusha bomu akiwa ndani ya jengo bila wasiwasi wa kuungua. Sasa ni muda huo huo kivuli cha mtu kilionekana kikiruka kutoka kwenye miale ya moto. Mwanaume huyo aliyekuwa ameruka kwenda hewani alikuwa ni Mwamba Lucifer. Mkononi Hamza alikuwa ameshikilia mfuko aina ya kiroba, akikimbilia uelekeo ambao haukuwa na milipuko. Alikuwa akiingiza mkono kwenye mfuko huo na kisha anaibuka na bomu la mkono kama embe vile, kisha kulitoa pini na kurusha. Sehemu ambayo haikuwa na mlipuko na yenyewe ilianza kulipuka. Hata kama mabomu hayo yalikuwa yamewekwa kwenye mfuko mmoja kama maembe, lakini yalipangiliwa kwa usahihi na pasipo kukaribiwa na moto, yasingelipuka yenyewe. Sekunde ambayo Hamza alimaliza kurusha mabomu yake na kutoa ardhini nje ya jengo hilo, ni kama wanajeshi walirudiwa na akili zao. Basi risasi ziligeuka kuwa kama miale ya cheche, zikipishana kwa kasi kubwa, zote zikielekezwa katika sehemu aliyokuwepo Hamza. Lakini hata hivyo, Hamza kabla hata hajafikiwa na risasi hizo, alitoweka kwa spidi ya radi na kusogelea wanajeshi wale na kuanza kushambuliana nao. Mara baada ya wanajeshi wale kuona spidi yake, ni kama sasa walielewa kwa nini bwana huyo aliweza kuingia ndani ya jengo bila kumshtukia. Alitumia faida spidi yake kuwapita bila kumwona. Spidi ya Hamza ilikuwa ikionekana kwa macho, lakini bado ilikuwa ni ngumu kugeuza macho na kumwona yupo hapi baada ya kukupita. Wanajeshi kadhaa kabla hata hawajavuta trigger za bunduki zao wakitaka kumshambulia, walishia kupasuliwa tu vichwa vyao. Ndani ya eneo la command post, maagizo yalikuwa yakitolewa na General Smith wa kikosi cha Delta, akisema kwamba everyone surround and annihilate him, team members head north, transfer all the devils fire north, we must eliminate Lucifer. Basi ghafla tu muda ule wa maagizo, pande tatu za eneo hilo, kundi la wanajeshi waliovalia mavazi ya chuma na mahelmet kichwani walianza kusogea. Pande zote tatu walikuwa katika makundi, huku mabegani wakiwa wamebeba silaha nzito za uharibifu, wakizielekezea mbele na kuwa tayari kulipua sekunde watakapomuona Hamza. Silaha hizo nzito bwana walizobeba mabegani kawaida zilipaswa kubebwa na mashine nzito, lakini sasa kutokana na kutengenezwa kwa suti, yani kutengenezwa suti zao zenye nguvu, iliwafanya ziwe nyepesi kwa kubeba.
Sasa mara baada ya kufika upande wa kaskazini, Hamza alikwisha kuua mamia wanajeshi kwa pigo la kusudi tu. Damu nyingi zilizokuwa zikitiririka zilifanya wanajeshi wengi kutetemeka kwa hofu. Alafu kubwa zaidi, ilionekana Hamza hakuwa na nia ya kuacha kile anachokifanya. Alikuwa akiruka hapa na pale akiendelea kukatisha uhai wa wanajeshi. Ni muda ule ule, mara ghafla alitokea mwanajeshi aliyevalia suti iliyokuwa ikifuka moto na rangi kutoka juu angani. Aina hiyo ya suti ya kuweza kumpaisha mtu ni moja ya suti ambazo Hamza alikwisha kuzishuhudia mwanzo, lakini muundo wa suti hiyo ulionekana kuwa na ubora zaidi. Basi mwanaume katika mavazi hayo ya suti hakuwa mwingine bali alikuwa ni Jenerali Smith. Alisema kwamba damn Lucifer, wewe ni shetani. Jamaa alishia kuangalia tu miili ya wanajeshi iliyokuwa haina uhai na kuishia kulani. Alisema ya kwamba you are a scum that defies human nature. Today our Russian soldier will kill you. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, aliacha kwanza alichokuwa akifanya, huku akifuta damu usoni mwake iliyomwagikia wakati akiwa. Kutokana na uchungu wa kifo cha Warden, ukatili mwingi ulikuwa umejikusanya moyoni mwake. Ni baada ya kuua kwa kasi hiyo kidogo alianza kujisikia vizuri. Basi Hamza akasema kwamba nyinyi washenzi, mmetuma hayawani kuja nchini Tanzania na kuua watu kwa kuwachoma moto. Hayo ndio malipo ya mlichopanda. Kama ni kuniita shetani niiteni, ila kama ni kuzimu nitahakikisha na kutanguliza. Basi Hamza mara baada ya kuongea vile, mara umbo lake lilipotea, na alipoonekana tena alikuwa amesharuka mita kadhaa na kufika mbele ya Jenerali Smith. Pale pale alikusanya nguvu kubwa, nishati ya kusudi, akiwa tayari kumpasua Smith. Hata hivyo, ni muda ule suti ile ilitoa mlipuko wa miale ya blue ambayo ilimzoa Hamza na kumrudisha nyuma kwa presha kubwa. Hamza alishia kupiga sarakasi na kisha kutua chini ya ardhi, huku akiangalia suti ile ya chuma kwa mshangao. Kama isingekuwa kwa nguvu za mwili wake, presha hiyo ingeweza kusambaratisha viungo vyake vyote vya ndani. Basi Smith huku akicheka akasema kwamba unaonaje? Unajisikiaje kukutana na nguvu ya ngao ya uga? Unadhani tunaitwa taifa la teknolojia kubwa kwa bahati mbaya? Aliongea Smith namna hiyo, kisha akaongeza kwa kusema kwamba moto wa kuzimu, fire. Mara baada ya kuongea vile, wale wanajeshi waliovalia mavazi ya chuma walifyatua makombora yao na alitema moto wa rangi kumlenga Hamza. Hamza mwanzoni alidhani RPG zilikuwa za kurushia tu mabomu, lakini zilionekana kuwa za moto kama ualize ambao ulikuwa ukimfuata hata baada ya kukwepa. Lakini hata hivyo, Hamza kuwa na hofu. Pale pale alipiga mbio kusogelea wanajeshi wale. Mashambulizi ya makombora yale yalikuwa na spidi kuliko yake. Lakini hata yale mashambulizi yalipotaka kumfikia, Hamza alikuwa amesharuka sarakasi na kufikia wanajeshi wale. Wanajeshi wale walishindwa kutegemea kama alichokuwa akifanya Hamza ni kuelekeza mashambulizi yao upande wao wenyewe. Hamza mara baada ya kukaribia eneo hilo, alitengeneza shambulizi la kusudi. Makombora yaliyokuwa mbele yake yalilipuka. Basi ghafla tu moto mkubwa ulilipuka katika eneo lile. Ulikuwa ni moto mkali mno wa kuyeyusha chuma, na mara tu wanajeshi zaidi ya 100 waliokuwa wamekusanyika sehemu moja walijikuta wakiungua kutokana na makombora kulipuka. Hamza mara baada ya kuona lindi hilo la moto limemfunika pia, alishia kutumia nishati za mbingu na ardhi kujilinda na kujiondoa ndani ya bahari hiyo ya moto. Basi bwana, Jenerali Smith alishindwa kukubali kwamba silaha ya moto wa kuzimu walioitengeneza itageuka kuwa silaha ya kuunguza wao wenyewe. Sasa Smith kuona vile hakutaka kusita tena. Pale pale aliwasha suti yake iliyotoa mvuke wa kumuinua juu na kisha alimsogelea Hamza kwa kasi. Kwa wakati mmoja alitengeneza nguvu kubwa ya sumaku kutoka kwenye mikono yake na kisha kumrushia Hamza. Hamza alishia kukwepa miale ile ya uga wa sumaku, lakini hakutegemea Smith angekuwa makini kufuatisha mashambulizi mengine. Hivyo aliendelea kushambuliwa tu. Hamza alijikuta akipigwa na shambulizi lile na kurushwa mbali. Mara baada ya wanajeshi kuona Smith kafanikisha kumpiga Hamza, wanajeshi wa Kimarekani walishangilia. Hamza alishia kung'ata meno yake kwa nguvu. Makombora hayo ya kisumaku
yalitosha kabisa kumfanya mtu wa kawaida kufa kwa pigo moja tu, lakini kwake ilikuwa ni maumivu ya kumtia ganzi tu. Hamza alilani akasema kwamba shenzi huyu boya. Inaonekana na mfumo wa kompyuta kwenye helmet yake inayomwezesha kutabiria mijongeo yangu Basi Hamza alilaani hivyo, huku akiona kwamba hata kama akiongeza spidi mbele ya suti hiyo ya teknolojia anaweza asiwe na mafanikio makubwa. Hata hivyo Hamza hakuwa na muda mwingi wa kufikiria sana. Alipaswa kuongeza spidi kadri awezavyo. Vinginevyo mashine hizo za kisumaku zilizounganishwa na mionzi zingeweza kumuumiza. Hamza aliona atumie spidi kubwa na kukimbia hovyo ili kukwepa mashambulizi. Na wakati mmoja Hamza alitoa silaha ndefu kutoka kwenye pete na kuanza kuitumia kutolea mashambulizi ya kusudi. Sasa Afande Smith aliendelea kutumia ngao yake ya uga kujilinda na mashambulizi ya kusudi na kumfanya asipate madhara yoyote. Smith alicheka akasema, Lucifer, nguvu zako za kilozi mbele ya teknolojia yetu ya Kimarekani ni takataka tu. Basi Hamza hakukata tamaa hata kidogo. Pale alirusha silaha ndefu aliyokuwa ameishika mkononi kama mshale. Sekunde ambayo silaha ile ilisogelea uga ule wa sumaku, ilifyatuliwa mbali. Mara baada ya kuona hivyo, Smith aligeuka na kisha akamlenga Hamza, huku sasa mikono yake ikiwa tayari kutoa shambulizi lingine la moto wa mionzi na sumaku. Lakini ni muda huo upande wa Hamza usoni alionyesha tabasamu la uovu. Aliinua vidole vyake na kuviweka katika mkao wa silaha na kisha akafanya shambulizi kwenda mbele. Aisee, sauti ya kuumiza masikio ilisikika ikigongana na chuma kwa nguvu kubwa mno, na iliwashtua wanajeshi wote waliokuwa wakiangalia pambano. Kila mmoja alionekana kutokuamini macho yake. Silaha ambayo ilikuwa imedondoka chini sekunde chache zilizopita iliinuka yenyewe angani katika spidi ya radi na kumshambulia Smith kwa nyuma na kutoboa suti yake. Ndani ya suti hiyo, Smith aliishia kukunja sura mara baada ya moyo wake kutobolewa. Macho yake yalijawa na hali ya maumivu makali na kutokuamini. Akasema, inawezekana vipi? Hamza akasema kwamba nilishakusoma nikakuelewa unavyoshambulia. Ngao yako ya uga ina uwezo wa kukulinda kwa mbele pekee, na nyuma unakuwa kama kipofu. Ukishafika kuzimu, wasimulie wenzako. Shambulizi langu lililokuua wasimulie. Mbinu yake inaitwa silaha ya hiari, aliongeza Hamza. Sasa Hamza, kitendo chake cha kurusha silaha kwenda kwa Smith ilikuwa ni fumbo. Lengo lake lilikuwa ni kumshambulia Smith kwa nyuma na si kwa mbele. Smith alidhani shambulizi lile lilikuwa limefeli baada ya kulipangua, lakini hakutegemea kwamba silaha ile ilikuwa ni mtego. Jenerali Smith hakuonekana kuongea chochote. Ile sauti yake ilikuwa imesimama na yeye kama sanamu tu. Hamza alishia kuangalia kundi la wanajeshi waliokuwa wamezingira eneo hilo. Wengi wao walikuwa weusi wakiwa na silaha nzito, lakini hakuna hata mmoja aliyethubutu kumsogelea Hamza. Hamza kujali alichokuwa akiwaza wanajeshi hao, na mara moja alichomoa silaha yake kutoka kwenye mgongo wa Smith. Pale alisogea kuingia kwenye jengo. Hamza akasema kwamba ninamtafuta Robert hapa. Kama mnataka kufa naye, shambulieni. Basi mara baada ya kuongea vile, alianza kupiga hatua kuingia kwenye jengo la Pentagon lililokuwa likiungua kwa moto. Kwa sababu Robert alikuwa amekataa kutoka baada ya kuunguza jengo hilo, Hamza hakuwa na jinsi zaidi ya kuingia ndani kumtafuta. Mara baada ya kupita kwenye uharibifu wa jengo hilo, aliweza kushuhudia maiti za wanajeshi kila mahali. Hata hivyo, Hamza hakuwa na hata tone la hatia. Kwake kufa ni kufa tu. Alijua kabisa hakupaswa kuwa na huruma, kwa sababu watu hao wakati walipomwachia Postman kwenda kuua, hawakuzingatia kabisa uhai wa raia. Kwa kufuata maelekezo ya watu wa binamu, Hamza aliweza kupata njia kuingia kwenye kambi ya ardhini ya eneo hilo. Punde tu kwa kufuata ramani, alifika ndani ya chumba kilichokuwa na ukuta wa chuma pande zote bila mlango kuonekana. Hamza kuona vile, alitoa silaha yake na kufanya shambulizi la kusudi. Akalipua eneo hilo mpaka pale alipoona njia. Hamza mara baada ya kuingia ndani eneo la wazi, aliweza kukutana na mlango mwingine ambao alitumia nguvu kupita. Hatimaye aliweza kuona njia ya ngazi inayompeleka moja kwa moja chini.
Hata hivyo, mara baada ya Hamza kuingia eneo la ghorofa ya chini ya eneo hilo, kilichomshtua ni kwamba kulikuwa na mitarakishi iliyokuwa ikiwaka tu eneo hilo na hapakuwa na mtu hata mmoja. Hamza alijikuta akitumia uwezo wake wa hisia kutambua uwepo wa binadamu eneo hilo, lakini ilionekana kuwa patupu. Alijiuliza, ina maana Robert hakuwa hapa au watu wa binamu taarifa zao zilikuwa si sahihi? Basi Hamza alianza kujifikiria kwa sekunde kadhaa, na pale pale akaanza kufanya upekuzi kila kona ya eneo hilo la ardhini. Wakati akiwa bize kupita huku na huko, aliweza kuona sehemu ambayo ilikuwa ni eneo la kufanyia kazi, lililokuwa kubwa kuliko maeneo mengine. Eneo hilo lilikuwa limetengwa kwa kioo kigumu kisichopitisha mwanga. Hamza kuona vile hakujizuia. Pale pale alitumia nguvu zake na kupasua kioo kile cha mlango, akaingia ndani. Ni hapo ndipo aliweza kuona korido fupi ambayo upande wa kushoto kwake ilikuwa na mlango wa chuma. Hamza mara baada ya kukaribia mlango ule, aliupiga teke ukafyatuka wenyewe, na pale pale ndani yake aliweza kumwona Robert na baadhi ya watu wengine wakiwa ndani. Hamza alisema kwamba Generali Robert, we meet again. Aliongea Hamza akimaanisha kwamba Robert, tumekutana tena. Hamza alishia kuangalia watu waliokuwa humo ndani kwa macho ya kikauzu. Kisha akasema ya kwamba unajua kujificha sana, si ndio? Robert akauliza kwamba umejuaje tupo hapa? Aliuliza Robert huku akikunja sura. Kama usingekuwepo hapa, isingekuwa na haja wanajeshi wako kujitoa uhai kulinda hili eneo. Vita ikishatokea, itashangaza kama kamanda wa vita hayupo ofisini. Jenerali Robert alishia kuvuta pumzi nyingi na kuzishusha. Kisha akasema kwamba Lucifer, najua unachojaribu kutafuta, ila ngoja nikwambie, sio kweli kwamba mimi nimemwachia huru Postman. Nilienda kisiwa cha barafu, lakini nilikuta Postman alishakimbia tayari. Mimi sikujua kama pia ataenda nchini Tanzania na kufanya uhalifu. Kwa tukio hili sisi watu wa Marekani hatuna makosa. Hebu acha kuweka neno sisi katika uongo wako, sawa? Unadhani watu wa Marekani kama wangejua umemwachia Postman huru na hukumuua kama mlivyotangaza kumnyonga watakuelewa? Nipo hapa kufahamu kitu kimoja tu. Naomba uniambie Postman yuko wapi, au nitakuua hapa hapa na kuendelea kumtafuta mwenyewe. Anaongea Hamza huku akinyanyua silaha yake kumlenga Robert. Robert akasema, mimi nimekwisha kusema bwana, Postman alitoroka mwenyewe na sisi hatuna. Alizuiliwa na Hamza akaambiwa kwamba wewe unaongea ujinga, si ndio? Kama kweli huna hatia, kwa nini usingewasiliana na sisi mapema? Kwa nini ukaweka walinzi wengi nje kukulinda namna hiyo? Au unaniona mimi ni mjinga sana ambaye anisijui kinachoendelea, si ndio? Hamza hakutaka kuendelea kusumbuana naye, na pale pale akasema kwamba nitahesabu mpaka 3. Kama usiponiambia ni wapi Postman alipo, nitakuua na kisha nitaua na wenzako. Hamza alisambaza msisimko wa mauaji ndani ya eneo hilo na kufanya kana kwamba eneo lote limejawa na kiwingu cheusi. Robert alionekana kuwa na utulivu mkubwa wa kiungwana, kama vile yani hakuwa na hofu ya kufa. Haraka alifumba macho yake kusubiri kifo, lakini ni muda ule ule msaidizi wake aliyekuwa pembeni akasema kwamba tracking device Postman tumemfunga kifaa cha kumfuatilia. Robert akasema kwamba mshenzi wewe, aliongea Robert kwa hasira huku akimpiga msaidizi wake. Akamwambia umeongea nini? Msaidizi akasema kwamba Jenerali, wewe mwambie tu, haina haja ya kupoteza uhai wetu kwa hayawani kama Postman. Kumwachia huru ilikuwa makosa. Ni kama nilivyotarajia tu. Hamwezi kujizuia mbele ya kifo. Haya, niambieni hiki kifaa naweza kukifuatilia vipi? Basi msaidizi yule alikuwa tayari kuongea, lakini muda ule Robert alitoa bastola na kumwekea kichwani akiwa tayari kumlipua. Lakini Hamza hivi angeachaje jambo kama hilo kutokea? Yaani mtu ameshatokea kusema ukweli alafu anataka kuuliwa. Aisee, kwa kuchezesha tu mkono wake, yaani kuchezesha kidole chake tu, mkono wa nguvu ya silaha ya nia ulifyatua nguvu na kumkata kiganja cha Robert. Robert alijikuta akipiga ukelele huku bastola ile ikidondoka chini.
Hamza kuishia pale pale. Alituma tena shambulizi lingine ambalo lilikata miguu ya Robert na mikono yake yote. Hamza akasema kwamba siwezi kukuua kirahisi namna hiyo. Hamza alimwacha Robert akiugulia maumivu makali. Kisha akamwangalia yule msaidizi akamwambia kwamba ukiniambia Postman alipo nitakuacha. Yule msaidizi aliishia kutingisha kichwa. Kisha alisogelea tarakishi na kuchapa kidogo maandishi. Sasa yule msaidizi aliongea kwamba kwa ajili ya kumzuia Postman kutofanya jambo lolote dhidi yetu, tulimuingizia kifaa ndani ya mwili wake. Jaribio lolote la kutaka kukitoa kitageuka bomu na kulipuka. Njia pekee ya kukiondoa mwilini mwake ni kupitia nywira ambazo tunazijua sisi pekee. Haijalishi Postman atakuwa na uwezo kiasi gani, hawezi kuondoa kifaa hiki. Basi yule msaidizi aliongea, kisha alivuta ramani iliyo mbele yake na kuonyesha eneo alipo. Akasema kwamba Postman yuko mkoa wa Pwani. Kama unataka kumuua moja kwa moja, unaweza tu kulipua kifaa chake. Hamza alisogea mbele ya tarakishi hizo na kuangalia ramani. Kweli aliweza kuona Postman akiwa katika eneo lililokuwa kando ya bahari, ikimaanisha yupo nje ya Dar. Pale pale alielewa kwa nini walishindwa kujua Postman alipo. Kumbe alikuwa amejiweka mbali na mji. Sasa Hamza kuuliza kwamba hili bomu lina nguvu kiasi gani? Akajibiwa kwamba lina nguvu kubwa ya kutosha kuharibu jengo zima. Hamza alishia kusinyaza macho yake. Aliona kwamba kulipua bomu hilo moja kwa moja, licha ya kuwa chaguo rahisi, linaweza kuathiri raia wengi. Isitoshe hakujua kama Postman alikuwa peke yake au na watu wengine. Afu kubwa zaidi ni kwamba kutokana na kifo cha Warden, Hamza kutaka kuona Postman anakufa kifo chepesi namna hiyo bwana. Hivyo Hamza aliona kwanza awasiliane na Yulia na kumpa uwezo wa kufuatilia kifaa hicho, kisha ndipo jeshi litumwe kumzingira. Hamza aliona labda tu Postman ajimalize mwenyewe, lakini lazima hakikishe kwanza anarudi Tanzania. Sio kwamba Hamza alitaka kumkamata Postman yeye mwenyewe, bali alijua Postman alikuwa ni adept na asipokuwa makini watu wake wangeweza kutawaliwa akili zao, jambo ambalo lingeifanya hali kuwa mbaya zaidi. Sasa Hamza mara baada ya kuangalia saa yake, aliona alikuwa na masaa 18 kabla ya masaa 36 aliyopewa na Postman kuisha. Mara baada ya kufanya mawasiliano na kuweka utaratibu mpya wa kumkamata Postman, alirudi upande wa Robert. Muda huo Robert uso wake ulishafubaa kutokana na maumivu makali. Alikuwa amepoteza damu kiasi kwamba ufahamu wake ulianza kumpotea. Hamza alishia kuvuta pumzi na kuzishusha. Kisha pale pale akampiga eneo la kichwani kwa silaha yake na kumuua kabisa. Baada ya hapo Hamza aligeuka na kuongea na baadhi ya maofisa waliokuwa hai. Akasema kwamba mmenisaidia leo, hivyo lazima mtakuwa mnajua fika ni kwa namna gani serikali ya Marekani itawachukulia. Mtahukumiwa kwa uhaini. Lakini kama mkishirikiana na mimi na kuwa watu wangu, hili swala itakuwa siri yetu. Mmenielewa? Maofisa hao wa jeshi walishia kutingisha vichwa vyao kwa kufuatana. Walikuwa wakijua wanapaswa kwa namna yote kuishi pasipo kujifungamanisha na kifo cha Robert. Ni ngumu kwa yote kati yao kumrithi Robert, lakini walijua fika wanaweza kutumia kifo hicho kujiweka katika nafasi nzuri. Hasa Hamza akasema kwamba kama mmenielewa, niandalieni private jet ya masafa marefu na spidi kubwa kunichukua hapa kunipeleka Tanzania ndani ya nusu saa tu. Alongevo Hamza. Hamza alikuwa akifukuzana na muda bana. Ingawa alijua Postman atakuwa amezingirwa na watu wa kitengo cha Malibu na kumfanya kuwa mgumu kutoroka. Hata hivyo, kama taarifa za kilichotokea nchini Marekani zikimfikia moja kwa moja, atajua ametambulika na pengine kuua zaidi au kupanga mbinu za kutoroka. Basi saa 12 asubuhi ndani ya anga la Tanzania, hali ya hewa haikuwa ya baridi wala joto sana. Karibu na maeneo yote yaliyokuwa kanda wa pwani, hasa katika wilaya ya Bagamoyo, kulikuwa kuna hali fulani hivi ya kawaida. Wilaya ya Bagamoyo licha ya kuwa karibu zaidi na jiji, maendeleo yake hayakuwa makubwa sana. Hiyo yote kutokana na wakazi wengi kupendelea kuishi karibu na mjini kuliko nje ya mji. Sasa ndani ya moja ya vijiji vilivyo nje kidogo ya Bagamoyo mjini, heka za hapa na pale zilikuwa zimekwisha kuanza. Kutokana na kampeni maalum ya kukuza uelewa dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza. Asubuhi hiyo wananchi wa kijiji hicho walikuwa wamejikusanya barabarani wakifanya mazoezi ya kukimbia huku wakiimba nyimbo mbalimbali za motisha. Katika eneo la katikati la kijiji hiki, watu wenye biashara mbalimbali walikuwa wameshafunga maduka. Wapo waliokuwa wakifanya usafi wa mazingira na wapo waliokuwa bize kuandaa kifungua kinywa katika migawa yao.
Katika moja mgahawa uliokuwa na meza za mabenchi ambao alionekana mmiliki wa mgahawa huo akiwa ameketi kwenye benchi huku mkononi akiwa ameshikilia gazeti akisoma. Basi alisalimiwa pale, akaambiwa mzee, shikamoo, mnauza vitafuno hapa? Alionekana mwanaume wa makamu aliyevalia jaketi la rangi ya kijani akiuliza huku akiwa na tabasamu. Sasa yule mzee aliyekuwa biza na gazeti alisimama, akapokea salamu ile na kujibu kwamba chai tayari inapatikana. Yule mzee akasema kwamba tunauza chai na chapati, andazi na mayai ya kuchemsha, pia unaweza kupata supu ya nyama ya ng'ombe pamoja na samaki. Pia juisi ipo. Yule mzee kwa kuchangamka. Basi yule mwanaume akasema kwamba nitahitaji juisi na chapati na mayai mawili ya kuchemsha kwa kunifungia tu. Yule mwanaume huko sasa akitoa wallet yake kutoa hela. Ila alipoangalia hakuwa na hela ndogo. Akaishia kutoa noti ya 10,000. Sasa yule mzee akasema kwamba ndio kwanza tunafungua. Chenchi maeneo haya ni kasheshe kidogo kutokana na maduka makubwa bado hayajafunguliwa. Tuna huduma alipa kwa simu tu kurahisisha. Yule mwanaume akasema kwamba hiyo huduma naisikiaga tu ila sijawahi kuitumia. Yule mzee akasema kweli? Vijana wengi siku hizi wanapendelea sana kulipa kwa simu, na wewe pia unaonekana kutokuwa mzee sana kama mimi, tena una simu kubwa. Yule mzee huko akicheka kidogo akifikiria namna ya kutafuta chenchi, lakini ni muda ule ule alifika mtu mwingine. Akasema ya kwamba mzee, nina chenchi hapa, kata kwenye hii ila utanipatia na mimi alichoagiza. Aliongea mwanaume aliyeingia na kumfanya yule mzee kutingisha kichwa huku akitoa maagizo kwa msichana aliyekuwa bize kufanya usafi kuandaa oda hiyo. Sasa ndani ya muda mfupi tu wote walipokea vitafuno na juisi zao na kisha kuondoka eneo hilo. Basi jamaa akaambiwa kwamba Simba, unapaswa kuendana na wakati, hasa kwenye mazingira kama haya mission. Unafanya watu wakuone ni mgeni bana. Akajitisha akasema si ni kwa sababu hii mission si ya kawaida bana tunamwinda postman hapa na muda mrefu mimi sijawahi kushiriki katika mission moja kwa moja. Alijitetea. I say wanaume hao wawili walikuwa ni Afande Simba na Afande Himidu. Himidu alisema ya kwamba yaani wewe nilijua leo unakwenda kunilipia, ila mwisho wa siku nimejilipia mwenyewe na kukulipia. Nitakudai hela yangu na unajua kabisa mwenyewe mshahara ninaopata ni mdogo. Simba alicheka akasema I say kama unapenda sana hela si urudi kwenye familia yako ukarithi mali za babako. Hebu acha kujifanyisha kuwa maskini mbele yangu bana. Anaongea na kumfanya Himidu kuishia kucheka tu. Himidu akasema ya kwamba hii sehemu imepoa mno ise. Namuona postman bado yupo ndani ya hii hospitali ya wazee. Kwa ugeni wake kwa nini kachague eneo hili kwa kama maficho? Anaongea Himidu. Msikilizaji, eneo hilo lilikuwa na hospitali maalum ya kutibu uraibu, yani Zoba House, na pamoja na wazee. Eneo milikiwa na kanisa la Katoliki. Tokea jana waanze kumtafuta postman. Alionekana kufikia ndani ya hospitali hiyo na kwa kufuatilia kifaa hakuonekana kusogea kabisa nje ya hapo. Sasa Afande Himidu akasema kwamba huyu mtu sio wa kawaida ese. Yupo huku kwa ajili ya kujificha, lakini bado hana wasiwasi kabisa. Yaani inafanya tushindwe kujua mpango wake ni nini. Aliongea Himidu aliyekuwa ameketi kwenye gari huku akitoa maganda ya yai na kwa wakati mmoja akiangalia simu yake. Sasa ili kuongeza umakini na kuhakikisha kwamba postman hagundui kama anafuatiliwa, Himidu na Simba waliingia wenyewe kazini kumfuatilia kwa kujitega eneo la mbali na hospitali hiyo. Kuhusu Afande Karume na mwanae, bado alibakia mjini kuhakikisha kwamba ulinzi wa Yulia unazingatiwa sana. Kwa umuhimu wa mission kama hiyo, waliona wasiwasi kutuma makachero wa kawaida. Istoshe kama jambo hilo likihusisha watu wengi, ni rahisi kumshtua postman. Basi Afande Simba akasema kwamba kabla hatujakabiliana naye lazima tuwe na uhakika wa mipango yake. Kwa sasa umakini wetu uwe ni kuhakikisha tu hajui tunamfuatilia. Vinginevyo anaweza kuteka akili za wazee anaocheza nao bao na jambo baya zaidi likatokea. Afande Himidu akasema Afande, Yuli akasema ana mpango wa kudhibiti eneo hili na teknolojia ili iwe ngumu kwa postman kutumia uwezo wake. Lakini mbona kama ni swala gumu kufanyika, afu sitoshe tayari muda aliotupatia postman unakaribia kuisha. Simba akasema kama Kanali Yuli akasema ana uwezo wa kufanya hivyo basi atakuwa amepiga mahesabu ya muda tu. Sidhani kama eti anaweza kuongea kitu ambacho hawezi kufanya. Himidu akajibu ni kweli, lakini bado hatuna taarifa bosi alipo kwa sasa.
Wakati akiongea, Himidu alitoa simu yake na kuingia upande wa taarifa za mitandao. Akaangalia na tabasamu likatokea usoni mwake. Simba akasema, umeona nini? Mbona unatabasamu? Himidu alicheka akasema, hii migongano ya kitaarifa inafurahisha sana. Bosi kalipua Pentagon. Watu wa Marekani tayari walishaatunga uongo wa kuzima kilichotokea na kujaribu kudhibiti vyombo vya habari. Eti wanasema kulikuwa na maboresho ya jengo yaliyokuwa yakifanyika na kusababisha kupasuka kwa bomba la gesi lililopelekea moto mkubwa kwa kuenea. Lakini vile vile hili kundi la gaidi linadai kwamba lenyewe ndilo limehusika kwenye tukio hilo na kusema ni onyo kwa Marekani kuacha kuchochea kinachoendelea Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mgongano huu wa kitaarifa una faida kwetu. Hatuwezi kuhusishwa kwa namna moja ama nyingine. Kila mtu atakuwa na makisio yake. Basi mara baada ya kusikia taarifa hiyo, Afande Simba alishia kushikwa na tabasamu. Afande Simba akasema kwamba unajua ile swala angalau limepunguza hasira yangu. Marekani ni nchi ya kinafiki sana. Yaani wanajifanya kupigania haki za binadamu, lakini kila kukicha wanaua watu ulimwenguni. Himidu akasema, unajua hotuba ya jana mheshimiwa kidogo imeweza kutuliza hali. Hata hivyo nasikia mzee katuma message ya siri kwa ajili ya Hamza kualikwa kukutana naye Dodoma akisharudi. Inaonekana amefurahishwa na matokeo. Aliongea Himidu. Ni muda huo wakati walipokuwa kijadiliana, ghafla walisikia mlango wa gari lao ukigongwa na kufanya wote wageuke. Bosi. Himidu alifungua mlango wa gari ile tena haraka huku akitoka kwa furaha. Mtu aliyekuwa mbele yao akiwa na vumbi alikuwa ni Mwamba Hamza. Hamza alishia kuchukua yai ambalo lilikuwa limemenywa kwenye mikono ya Himidu na kulipeleka mdomoni. Na njaa kweli, nimesafiri kuzunguka dunia na kuua watu usiku kucha bila kula chochote. Aliongea Hamza huku akichukua yai lingine na kuanza kulimenya. Simba huku akicheka akasema kwamba Hamza, kazi nzuri bwana. Kwa msaada wako tumeweza kujua postman alipo. Lakini ni muda ule Hamza alimpokonya Simba juice aliyokuwa ameshikilia na kuanza kuinywa. Hamza mara baada ya kunywa juice ile yote na kutupa chupa plastiki pembeni, alishia kutoa vifaa fulani vya rangi ya ugoro vilivyofanana na earphone na kuwapatia. Akamwambia, vaeni hivi. Yule ametengeneza hivi vifaa kwa ajili ya kulinda akili kutotawaliwa. Amesema hana uhakika juu ya utendaji kazi wake, lakini angalau vinaweza kusaidia. Hakuwa na muda wa kutosha kuviboresha zaidi. Ilikuwa ni rahisi kuja navyo mimi kuliko mtu mwingine. Ndio maana nikaenda kwenye maabara yake kwanza kabla kuja hapa. Simba na Himidu walijikuta wakishangaa. Walijua Hamza hakuwa amerudi bado Tanzania. Kumbe alisharudi na hata kuwaletea vifaa hivyo. Basi wakamwambia kwamba hebu tuingie tuone ni jambo gani huyo postman anafanya. Hamza mara baada ya kumaliza kula yai lake, alishia kuvaa kifaa kile na kisha akaanza kutembea kuingia kwenye hospitali hiyo. Iwe ni wazee au wafanyakazi wa eneo hilo, hakuna hata mmoja aliyekuwa akimjua Hamza na wenzake wako hapo kwa ajili ya nini. Moja ya sifa kipekee eneo hilo ni kwamba watu wake waliishi maisha yao bila kujali mambo ya watu wengine. Ni sana kusema kijiji hicho kiliongoza kwa wananchi wake kuwa na furaha. Hiyo yote ilijengwa katika kuridhika na mambo madogo. Kabla ya kumkamata postman, Afande Simba alikuwa na wazo la kuwaondoa wagonjwa wote waliokuwa ndani ya hospitali hiyo, lakini alihitimisha kuwa jambo hilo haliwezi kufanyika bila kumshtua postman. Hivyo baada ya kufikiria faida na hasara, viongozi wa juu waliona swala hilo lifanyike moja kwa moja kwa kuhakikisha postman anakufa kabla ya kuleta madhara makubwa. Waliingia ndani ya jengo hilo lenye ghorofa 3, huku kila hatua waliokuwa wakipiga iliwapeleka karibu na target yao. Pengine ni kwa sababu ilikuwa mapema sana, lakini karibu vyumba vya manesi na madaktari vilikuwa vimefungwa. Sasa Himidu akasema kwamba bosi, ni jambo la heri kuona hamna watu wengi ndani ya hili eneo. Tukishamuona unaweza kutumia uwezo wako wote kumuoa mara moja. Sasikia, wewe na Simba mtalinda ule upande wa kulia na kushoto. Mimi nitaingia moja kwa moja ndani. Sasa kwa nini tusifanye shambulizi la pamoja? Inawezekana bado hajui kama tunamfuatilia. Simba, sidhani. Lazima atakuwa ameshazipata taarifa za Pentagon. Hata kama hana uhakika sisi ndio wahusika, lazima atakuwa na mashaka atakayomfanya kuwa makini na kujiandaa vizuri. Lakini sasa kuonekana kuondoka eneo hili kwa muda mrefu, sasa inawezekanaje akajipanga?
Alafu bosi, ni bora kuwa makini tu kuliko kufanya kosa, Afande Simba au muhimu unapaswa kumsikiliza bosi ujue. Anaongea hivyo Himido. Afande Simba bado alishia kukunja sura. Kwake aliona ingekuwa rahisi kumshinda Postman kama wangeshambulia wote pamoja badala ya mtu mmoja. Alijihisi kutokuwa na amani Hamza akienda peke yake. Sawa bwana, basi hakuna shida. Tutafanya ulinzi kwenye maeneo yote ya kutoka. Wewe unaweza kuingia tu na kukabiliana naye. Anaongea Simba. Hamza alishia kuchukua simu janja yenye mfumo wa kumfuatilia Postman kutoka kwa Himido, kisha alipanda mpaka kwenye floor 3. Ni muda ule ule, mara baada ya kupanda ngazi na kufika kwenye chumba ambacho kilionyesha kuwa ndipo alimo Postman, aliona maandishi makubwa juu ya mlango yaliyosomeka chumba cha vifaa. Hamza alijikuta akikunja sura. Ilikuwa sahihi kabisa. Chumba hicho kilikuwa cha kutunzia vifaa mchanganyiko. Hamza mara baada ya kusogea karibu na mlango huo na kujaribu kuvuta hisia, aligundua kuwa kulionekana ndani hakukuwa na mtu. Sasa akajiuliza inakuwaje Postman kuficha uwezo wake kutotambulika kwa hisia. Hata hivyo, ilikuwa na maana kushindwa kwake, kwa sababu asilimia kubwa ya adept hawakuwa na mafunzo ya nishati. Ni muda huo, mara baada ya Hamza kujipa ukimya kusikiliza eneo hilo la ndani, alianza kusikia kifaa kama cha kielektroniki hivi kikibip kwa mlio wa tit tit tit. Sasa kifaa hicho kilikuwa na sauti ndogo mno kiasi cha kufanya watu wa kawaida kutokusikia. Pale pale alijikuta kingiwa na mtetemeko wa fikra kwa kuelewa nini kinakwenda kutokea. Sasa kabla tujajua nini kinakwenda kutokea hapo, naomba tuingie upande mwingine. Ni dakika 10 zilizopita kwenye eneo la kulia chakula maarufu kama dining hall, ambalo lilitoa ushahidi wa ufahari ndani ya hoteli ya Cloud. Alionekana Yulia akinywa kimapauzi kabisa kahawa, huku akijivutavuta kivivu kuweka kiuno chake sawa pamoja na shingo. Licha ya breakfast nzito iliyoandaliwa mbele yake, alionekana kutokuwa na hamu kabisa. Nyakasura akasema kwamba lazima itakuwa inachosha kukesha usiku mzima bila nguvu za nishati. Nyinyi na sayansi mnapaswa kujifunza pia mbinu za kuweka miili yenu sawa. Ndio maana wengi wenu mnakufa mapema. Aliongea Nyakasura ambaye alikuwa pembeni akinywa juice ya machungwa kwa mrija, huku mkono wake ukiwa umeshika simu akiperuzi TikTok. Yule akasema kwamba unataka nijifunze kuvuna nishati? Tunatumia muda mwingi sana kufanya utafiti. Hatuna kabisa muda wa kuvuna nishati na kufikia ufunuo wote. Vitu vya kufikiria havifai ubongo wangu. Nyakasura akasema, naona nakubali kwamba haujui kila kitu. Ngoja nikwambie Yulia. Wewe unachoweza ni teknolojia tu, lakini haikufanyi kuwa na akili kunizidi. Ni kwamba tu akili yangu haijawekeza huko. Ila najijua mimi na akili nyingi sana. Anaongea Nyakasura huku akizidisha mapauzi ya kunywa juisi yake. Kwa namna alivyoishikilia simu na kunywa juisi hiyo, ni kama haendi chooni vile kwa maringo. Hata hivyo, Yulia alikuwa mvivu kumjali au kila anachokifanya na kuongea. Alishia kuchukua matunda ya zabibu yaliyokuwa yameandaliwa na kutafuna kwa namna ya kuonja. Yulia akasema kwamba na usingizi mzito kweli kweli. Wakishamuua Postman tu na lala. Nyakasura akasema, hivi vile vitu kama earphone ulivyowatengenezea vinaweza kuwalinda kweli wasitawaliwe akili zao? Yulia akajibu, nafsi na akili huwasiliana kwa kupitia mawimbi maalum ya ubongo. Vile vifaa ni kinzani dhidi ya mawimbi yoyote ya nje yanayoweza kuingia ama kuingilia mfumo wa mawimbi ya ubongo. Ingami siwezi kuzuia kabisa kama huyo mtu akijaribu kutawala akili za watu waliovivaa, moja kwa moja vitafanya kazi ya kuingilia akili yake binafsi na kushindwa kujidhibiti. Kwa hiyo kifikia hivyo atashindwa na kichwa na kichwa ni kizunguzungu na kuendelea itakuwa rahisi sana kumkamata. Nyakasura akasema, basi ingekuwa vyema kama ningekuwa eneo la tukio na kujionea mwenyewe. Huyo Hamza na kunuka kwake, lazima atamgeuza tu Postman kuwa nyama. Na nitashindwa hata kujua sura yake ikoje. Basi muda huo, wakati wakiongea, mara Kachero wa huduma ya siri wa kitengo cha Malibu alituma ujumbe kuingia kwa Nyakasura kwamba, afande, kuna mwanamke anafahamika kwa jina la Betha, amejitambulisha kama mlinzi wa Kanali Yulia, nimruhusu kupita? Nyakasura mara baada ya kupokea ujumbe huo alimgeukia Yulia akasema kwamba, vipi, una mlinzi anaitwa Betha? Yulia akasema kwamba ndio, alikuwa likizo na mpenzi wake, mruhusu tu aingie. Basi Nyakasura alishia kujibu ujumbe ule
kwa kachero kwa ajili ya Betha kuruhusiwa kuingia. Sasa Nyakasura akasema kwamba inakuwaje mlinzi wako awe na likizo wakati wa matatizo? Yulia bila kuongea zaidi akasema kwamba kazi yangu inanifanya kuwa katika matatizo kila siku. Basi haikuchukua muda mrefu, Betha, mwanamke mwenye mwili uliojazia kama bouncer na nywele zake za kujikunja kunja kwa kuziweka dawa, aliingia ndani ya eneo hilo. Betha akasema kwamba bosi Yulia, kwa nini hoteli yote imetanda watu wanaoonekana kuwa walinzi Hata kama nimeenda likizo, haikuwa na haja ya kuwa na woga kiasi hiki. Aliongea Betha huku akienda kukaa kando ya Nyakasura, na kisha alijimiminia maziwa na kuanza kuyanywa kama maji ya kawaida. Nyakasura mara baada ya kumuona Betha alivyokunywa hayo maziwa, alijikuta akisimama akishindwa kumvumilia na kwenda chooni. Akasema kwamba anaenda bafuni. Betha akasema kwamba mrembo, hakuna haja ya kuaga. Aliongea Betha, lakini Nyakasura hakumzingatia. Mara baada ya Nyakasura kuingia maliwatoni, Betha alimwangalia Yulia na kisha akauliza kwamba huyu mwanamke mzuri hivi ni nani? Hata hivyo Yulia alikuwa mvivu wa kujibu swali lake, na badala yake aliuliza swali lingine akisema kwamba kwa nini ghafla tu karudi? Si ulisema mnaenda vacation na mpenzi wako? Betha akasema ni kweli nilipanga kukaa kwa siku kadhaa, lakini nikajikuta nina kitu tu nilitaka kuuliza ana kwa ana. Aliongea Betha huku akichukua kisu na kuanza kukata mkate. Yulia akasema kitu gani unataka kuniuliza? Si ungepiga tu simu. Kulikuwa kuna shida ya kuja mpaka huku? Betha ghafla aliinua kichwa chake na kumwangalia Yulia na tabasamu lisilokuwa la kawaida. Kisha akasema kwamba nitakuua vipi kama nisipofika sehemu ulipo? Yulia mara baada ya kusikia kauli ile, macho yake mazuri ghafla tu yalichanua huku jasho la ubaridi likimvaa. Tukumbukeni pia kwenye ukumbi kule walikokuwa wameenda Hamza na Reji kulivulipuka, MC wa kike tu akasema waambie watu kinachofuata. MC akasema kwamba kinachofuata ni kukuua wewe. Simple tu. Kwa hiyo Yulia mwenyewe alishangaa. Sekunde ile Betha alipotamka kauli ile, tayari alishafyatua kisu kile na kumlenga nacho Yulia kwenye paji la uso. Yulia asingeweza kudhania mlinzi wake wa karibu ambaye ana imani naye kuliko mtu yote, ambaye alipewa jukumu la kumlinda, ndiye ambaye atafika hotelini na kumuua. Kilikuwa ni kitendo cha kufumba na kufumbua. Ghafla tu mshale wa moto ulijitokeza kutoka upande wa bafuni, ukavaa kisu kile na kukiyeyusha kabisa. Kitendo kile bwana kilimgutusha Betha na kuzunguka haraka huku sasa akiongea kwa mshangao kwamba wewe ndio Nyakasura. Ingawa Betha alishawahi kuwa karibu na Yulia kwa muda mrefu, hakuwahi kumuona Nyakasura alivyo. Ukweli ni kwamba watu wengi hawakuwahi kumjua Nyakasura alivyo, kwa sababu jina lake lenyewe lilikuwa la msimbo na sio jina halisi. Sasa bwana, kwa wakati huo, mara baada ya kuhisi moto huo mkali ukipangua shambulizi lake, ndipo alipopata uelewa mwanamke huyo mrembo ni nani. Nyakasura ghafla tu aligeuka jini. Haikueleweka alitokaje bafuni, lakini kufumba na kufumbua alibukia mbele ya Betha huku akimtupia mkono wa moto kumlenga kifuani. Betha akawa mzembe. Haraka sana alipandisha uwezo wake wa nishati na kutengeneza ngao kwa kutumia ufunuo wa moto na kupambana moja kwa moja na moto wa nyaka. Lakini moto wa nyaka haukuwa moto wa kawaida. Ulikuwa ni kama moto wa maajabu ambao ulinyonya nguvu zake zote za nishati kisha kumvaa Betha na kumuunguza mara moja. Betha alitoa kilio cha machungu mengi. Alishindwa kuamini pale aliposhuhudia mwili wake ukigeuka kwa majivu. Kwa utofauti mkubwa wa nguvu za nishati, kwa gwiji kama nyaka, ilikuwa rahisi sana kumuua mwanajeshi wa ukamilifu wa mwili kama Betha. Mkono wa nyaka ulikuwa kama vile ni kisu cha moto mbele ya plastiki. Kwa ni kitendo cha kushika kifua chake tu, moto wake ulishia kutoboa eneo la moyo. Mpaka anakuja kuzima, Betha alishia kudondoka chini huku damu nyingi zikitapakaa. Mara baada ya Yulia kuiona maiti ya Betha iliyokuwa na tundu eneo la kifuani, hajikuta akishindwa kujizuia. Akaziba mdomo huku akitetemeka. Nyakasura akauliza, vipi, uko sawa? Aliuliza Nyakasura ambaye mboni za macho yake zilikuwa zimebadilika kabisa na kutisha kwa hasira. Nyakasura akasema, usio na wasiwasi, ukiona mimi hapa hakuna atakayethubutu kuua. Yulia akauliza kwamba na yeye alikuwa ameshikiliwa akili zake na postman. Nyaka akasema, itakuwa hivyo, ni mmoja wa watu walio karibu yako, hivyo njia pekee ya postman kukufikia ni kupitia yeye. Basi hali ya huzuni ilijitokeza katika macho ya Yulia. Ingawa alikuwa mgonjwa wa hisia, lakini kifo cha Betha
kilifanya moyo wake kuuma. Yulia akasema kwamba amekuwa karibu yangu kwa zaidi ya miaka. Ingawa mara nyingi tabia yake sijawahi kuipenda na kutamani kumfukuza, lakini nilishahugali bila sababu. Nyakasura akasema, samahani kuhusu mlinzi wako. Wajibu wangu hapa ni kuhakikisha unakuwa salama. Hivyo nimepewa jukumu la kudili na mtu hatari kwako kwa namna yote ile ninayoona inafaa. Yulia akasema, mimi sikulaumu kwa hilo. Maamuzi yako yameniokoa, asante sana. Nyakasura akasema, haina haja kunishukuru, lakini naona tunapaswa kuongeza makini. Postman anaonekana kujiandaa kuliko tulivyofikiri. Basi Yulia pale pale alionekana kuingiwa na wazo na kusimama mara moja. Aliinua simu yake mezani na kuangalia saa. Nyakasura akauliza, nini tatizo? Yulia akasema kwamba masaa 36 bado hayajaisha. Nyakasura akasema kwamba unamaanisha nini? Yulia akajibu, bado kama masaa 2.5 hivi mpaka kufikia muda ambao postman ametupatia. Lakini bado tu amefanya hili shambulizi. Hii inamaanisha kwamba alikwisha kujiandaa muda mrefu na alikuwa akipanga tu muda wote kufanya matukio. Lazima atakuwa anajua kila kitu tulichokuwa tukifanya. Mission ya Bagamoyo ni mtego. Hamza na wenzake wapo hatarini. Aliongea Yulia. Sasa bwana, turudi kwa kijana wetu huko. Maana tayari hapa tumeshapata pitch kutokana na kauli ya Yulia kusema ya kwamba bado kama masaa 2.5 mpaka kufikia muda ambao postman ametupatia, lakini bado tu amefanya shambulizi. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba alikwisha kujiandaa muda mrefu na alikuwa akipanga tu muda wote kufanya matukio. Lazima atakuwa anajua kila kitu tulichokuwa tunakifanya. Mission ya Bagamoyo ni mtego. Hamza wapo hatarini. Sasa turudi huko kwa Hamza bwana. Muda huo katika eneo la kuingilia floor ya 3 katika hospitali ya Mtakatifu Teresa, Hamza ambaye alikuwa amesikia hatua za kubipu aliruka kwa spidi zote kutoka eneo hilo, huku kwa wakati mmoja akiongea kwa nguvu, ni bomu. Basi miale ilichomoza kwa spidi kwenye dirisha la chumba kile cha kuhifadhia vitu. Kishindo kizito cha kuumiza masikio kilifuata, huku mtikisiko mkubwa ukitingisha jengo lote na kuanza kudondosha matofali na mbao. Haijalishi Hamza na spidi gani, lakini asingeweza kuhimili mlipuko huo au kuendana na kasi yake. Kwani sekunde tu baada ya kutokea kwa mlipuko huo, alifunikwa na moto. Ingawa Hamza alitumia silaha ya nia kutumia nguvu ya nishati kujilinda, maumivu ya kuungua hayakumfanya ajisikie vizuri hata kidogo. Bomu hilo lilionekana ni kama limetengenezwa kwa kemikali hatari na kuwa na ukubwa kuliko yale yaliyotumika kule kwenye ukumbi, likikusudiwa kumuua mtu mwenye mafunzo makali kama yeye na wengine. Sasa Hamza alipokuwa akitua chini ardhini na kuangalia juu, aliweza kuona floor ya 3 ilikuwa imefumuliwa vibaya sana na bomu lile. Paa lote lilikuwa limetoweka, huku moto ukisambaa kwa kasi kubwa. Simba na Himidu wote walikuwa wameshtushwa na bomu hilo. Ilikuwa ni bahati kwao kwamba hawakumfuata Hamza. Vinginevyo, spidi yao ya kushtuka isingetosha kuhimili ukubwa wa bomu hilo. Sasa Himidu akuuliza, bosi uko salama? Himidu alijikuta akiwa na wasiwasi akimwangalia Hamza kama ameumia. Hamza alishia kutingisha tu kichwa chake huku akinyoosha mkono kuashiria kwamba alikuwa sawa. Sasa Simba akauliza kwamba mtego huu ulikuwa ni mtego, si ndio? Sije kwa kifaa cha kumfuatilia alichofungwa na Robert na wenzake alishakiondoa muda mrefu tu. Basi Himidu akasema kwamba inabidi tuache tu kufikiria hilo kwanza. Hili bomu linaonekana limetengenezwa na kimiminika cha mlipuko. Spidi ya kusambaa kwa moto sio kawaida. Kwa hiyo hapa tunapaswa kutaarifu jeshi la zimamoto haraka sana, vinginevyo madhara yatakuwa ni makubwa zaidi. Anaongea Himidu. Mara baada ya kusikia maneno hayo, haraka Hamza alitoa simu yake. Sasa Himidu akauliza kwamba bosi, unawapigia polisi? Hamza akasema Nyakasura na Yulia watakuwa hatarini. Kama hii sehemu ilikuwa ni mtego, basi ulikuwa ni mpango wa kutuchanganya tu ili kutuweka mbali na Yulia. Aliongea Hamza. Mara baada ya sekunde kadhaa kupiga, simu ile ilipokelewa na Yulia, ambaye ndiye aliyekuwa kwanza kuongea. Yulia aliongea kwa nguvu akasema kwamba Hamza, ni mtego, msisogelee hilo jengo. Mara baada ya kusikia kauli hiyo, Hamza alishia kukunja sura. Kisha kauliza kwamba ulishajaribiwa kuuawa, si ndio? Yulia akasema, kumbe ulikuwa unajua ni mtego? Hamza akasema ndio, ile eneo hakuna cha postman. Alikuwa ametega mabomu kwa ajili yetu. Anaongea Hamza kwa sauti nzito, kisha akaendelea kusema ya kwamba tuliingia kwenye mtego wa postman bila kujielewa. Inaonekana Robert na wenzake walikuwa pia wametekwa akili zao.
Postman kafanya makusudi kupitisha taarifa kwamba ni kama amefungiwa kifaa kwetu na kutuambia eneo alipo, huku tukimsaidia kumuua Robert. Basi Yulia alitukana akasema, "Da, katumiwa jiwe moja tu kuua ndege wawili. Yaani katutumia sisi kuua wanajeshi wengi wa Kimarekani kumsaidia kulipa kisasi. Na wakati huo kutulipua sisi." Yulia alikwisha kujua nini kinaendelea. Na pale alisema ya kwamba alikuwa shamweka Betha kwenye udhibiti wake. Hii inamaanisha alikuwa ameshasuka mpango wake muda mrefu tu kuliko tulivyodhania. Alichokuwa kifanya ni kukujaribu tu kuona kama utafanya kama anavyotaka. Na sasa hivi anajua huwezi kukubali kufanya anachotaka. Sasa Afande Simba aliyekuwa amesimama pembeni akitumia simu yake kufanya mawasiliano, mara baada ya kusikia uchambuzi huo jasho limtoka. Afande Simba akasema, "Amwezaje kutufanyia haya sisi? Inamaanisha wote sisi tumeingizwa mkenge. Kwa hiyo tafanya nini tena baada ya hapa?" Basi bwana, kama mkuu wa moja kwa moja kitengo cha Malibu na mkuu wa jeshi kivuli hajawahi kupaniki namna hiyo. Msikilizaji, kukumbushia tu, nikisema mkuu kivuli maana yake ni kwamba Afande Simba hakuwa mkuu wa majeshi wa kuteuliwa na rais. Tuelewane kabisa. Yaani kuna mkuu wa jeshi la kawaida ambaye anateuliwa na rais na kuna mkuu wa jeshi kivuli. Huyu huteuliwa na jeshi lenyewe na ndiye mwenye mamlaka kamili ya kitengo cha Malibu. Huku mstaafu wake anaongoza kitengo cha Sleeping Lounge. Hata hivyo kiuhalisia ndiye mkuu wa majeshi, ila kisiasa anayepewa nafasi hiyo ni yule anayeteuliwa na rais. Kuna dhani tutakuwa tumeelewana. Sasa Afande Simba akasema kwamba sasa hivi kila tumaini tulilokuwa nalo limeshapotea. Tunachokijua pekee ni jina lake tu, Postman. Labda tumtumie msaidizi wa Robert. Anaongea Simba. Himidu akasema kwamba hata kama kweli tumtumie, sidhani kama atatusaidia kujua Postman alipo. Simba akasema, "Mimi hapa napaswa kukusanya wataalamu wetu wote na kuwaweka sehemu moja ili kuwalinda. Hatuwezi kufanya kosa na kuendelea kuwapoteza wana." Himidu akasema, "Hatupaswi kufanya hivyo. Kama tukikusanya wataalamu wetu wote sehemu moja, si ni kama tunamrahisishia kazi? Hakutakuwa na uhakika wa kuwalinda wote na wakawa salama. Yaani hapa njia rahisi ni kuwalinda kwa kuwatenganisha tu. Kwa staili hii tutampatia wakati mgumu. Na angalau tunaweza kuwalinda baadhi yao kitokea bahati mbaya tu kwa wengine." Alishauri hivyo Himidu. Simba alijikuta akishangaa kidogo. Na mara baada ya kufikiria mantiki ya maneno hayo, aliona alikuwa sahihi. Himidu alishia kuvuta pumzi huku akimwangalia Hamza. Alijua Hamza angekuwa na hasira, lakini bwana huyo alionekana kuwa kimya muda wote. Hamza alishia kuwa kimya tu huku akichezesha macho yake kama mtu anayetafakari tukio hilo kwa kina. Himidu akasema kwamba, "Boss, umepata wazo lolote?" "Himidu, hivi umesahau mwanzo kabisa wa huyu mtu?" Kivipi boss?" "Postman alikamatwa na watu wa Marekani miaka 30 iliyopita. Hivyo watu hao watakuwa wanajua namna kumkamata. Kwa nini tusiweke nguvu zetu hapa? Tujue walimkamata vipi miaka 30 iliyopita." Ni kweli kabisa boss. Hapa umetuamsha kwenye ndoto kwa maneno yako machache. Tulipaswa kufikiria hivi tangu mwanzo. Lakini wewe si ndio mshauri mkuu? Kwa nini ukufikiria hivi mwanzo? Vinginevyo tusingefikia hatua hii. Himidu alijikuta akishinda kuongea lolote. Alijutia kutokufikiria hivyo mwanzo. Akasema kwamba nitatuma mtu kufuatilia kuhusu hili sasa hivi. "Haina haja. Nitaongea na mke wangu na kuwasiliana na watu wake wa binamu kunipa taarifa juu ya hili. Ni namna gani Postman alikamatwa miaka 30 iliyopita mpaka kuwekwa jela." Basi wakati Hamza akipiga simu, alianza safari ya kusogea upande walikoacha gari, ikionyesha safari ya kurudi mjini imeanza. Watu wa jicho la anga walikuwa na ufanisi mkubwa katika kutafuta intelijensia zilizojificha. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, miaka 30 iliyopita hakukuwa na taarifa nyingi zilizoachwa juu ya namna Postman alikamatwa na jeshi la Marekani. Kulikuwa na taarifa za juu tu. Hamza mara baada ya kufika Dar na kwenda moja kwa moja hotelini, alikutana na Regina na wengine. Muda huo Regina aliweza kupata baadhi ya taarifa muhimu. Regina alisema kwamba Habi, miaka 30 iliyopita inasemekana watu wa Marekani walimuomba msaada rais wa Adept Association kutoa mtu wa kusaidia kumkamata Postman. Rais wa wakati huo alikuwa ni Maxim. Inasemekana kwamba licha ya taarifa kuonyesha ni jeshi lililomkamata,
Ukweli ni kwamba mtaalamu aliyetumwa na Adept Association alienda Marekani na ilimchukua siku moja tu kumtafuta Postman alipo na kumkamata. Kuhusu huyo mtaalamu, jina lake na aliwezaje, hakuna taarifa. Basi Hamza aliyekuwa amekaa mezani akisikiliza maelezo hayo kutoka kwa mke wake huku akila chakula kurudisha nguvu, alionekana kufikiria kwa kina. Basi akasema kwamba kuhusu Adept Association itakuwa kweli, kwa sababu kama Postman mwenyewe ni binadamu jamii ya Adept, lazima kuna mtu mwenye uwezo wa kudili naye. Fande Simba akasema na huyo mtaalamu lazima atakuwa na uwezo wa kipekee wa kukabiliana na Postman. Ndio maana marehemu Maxim akamtambulisha kwa Marekani. Himido akasema, unajua nasikitisha kwamba Maxim alishafariki kwenye baraza la Maxi. Angekuwa hai, ingekuwa rahisi sana kuwasiliana naye na kutusaidia." Basi Hamza alishia kutafuna chakula mdomoni na kushushia na maziwa. Na mara baada ya kumeza alisema kwamba Rais Maxim alishafariki na madaraka yake yalirithiwa na rais mwingine ambaye ni heir. Hapa naondoka sasa hivi kwa ajili ya kukutana naye, nione kama na taarifa zozote au namna ya kumjua huyo mtaalamu. Basi muda ule wakati Hamza akimalizia kula kwa ajili ya kuondoka, simu ya Simba ilianza kuita. Taarifa iliyotoka hapo ilisema kwamba mainjinia wetu wabobezi ndani ya kampuni ya kutengeneza meli kule Mwanza wameuliwa na wasaidizi wao. Sasa Nyakaswera akaongea kwamba mbona haraka hivyo? Huyu Postman kwa nini anaonekana kuwa na ufanisi wa kujua apige wapi? Kaambiwa kwamba kuna haja ya kuuliza, CIA lazima walishafanya uchunguzi wa kijasusi na kujua wanasayansi wetu wote. Walichokosa kwa muda mrefu ni mbinu ya kuwaua tu. Lazima Postman ana faili zima na anachofanya ni kufuata ramani tu. Himido akasema, bosi, hapa tunapaswa kuwasiliana na Mr. A haraka iwezekanavyo. Hatuwezi kuendelea kupoteza muda. Aliongea Himido ambaye uso wake ulikuwa umesawijika. Hamza hakuhitaji kabisa kukumbushwa kwa sababu tayari alishaanza kufanya mawasiliano. Kwa sababu Mr. A alikuwa ni Princess Irami. Nadhani mnamkumbuka Na hakutaka watu wengi wajue kuhusu hilo. Hamza aliamua kutoka nje kwa ajili ya kuongea na Princess Irami ambaye ni Mr. A. Na muda huo Irami alikuwa anazungumza kwa lugha yao. Hamza, kwa nini unapiga simu za ghafla? Unajua ni muda mrefu tokea tuwasiliane mara mwisho Irami, uko busy sasa hivi? Nipo kwenye tafrija. Kuna makelele hapa. Ngoja nisogee kwenye bustani tuongee. Okay, samahani kusumbufu Irami. Ila nimepiga simu kwa sababu nahitaji msaada wako. Haina shida, wewe rafiki yangu. Kama una shida ongea, mimi nakusikiliza. Hamza mara moja alianza kumuelezea Irami kuhusu kinachoendelea. Mara baada ya Irami kusikia kila kitu, alijikuta kishangaa. Kwa hiyo wewe ndio gaidi uliyelipua Pentagon? Tena hata usiongelee. Nilikuwa kwenye mtego wa Postman. Shida yangu ni kutaka kujua ni mtaalamu gani Rais Maxim alimtuma Marekani miaka 30 iliyopita kumkamata Postman. Unajua chochote kuhusu hili? Miaka 30 iliyopita? Siku hata nimezaliwa. Ingawa Rais Maxim alinipatia kiti chake, ila hakunielezea kuhusu Postman. Hamza aliposikia hivyo, kwa namna fulani alijihisi mnyonge. Hata hivyo, kila mwanachama wa Adept waliokuwepo na waliopo sasa, taarifa zao zipo pamoja na kazi walizowahi kufanya. Nadhani makao makuu hayakosekani taarifa hizi. Kwa mtu kama Postman ambaye aliua watu wengi, lazima taarifa zake zihifadhiwe. Naweza kwenda makao makuu kwa ajili ya kufuatilia hili, ila inaweza kuchukua muda. Okay, sasa unaonaje tukifanya hivi? Nitaenda moja kwa moja makao makuu ya Adept na kisha nitakusubiri. Ukifika tutaanza kutafuta wote hizi taarifa. Kwa njia hiyo tunaweza kurahisisha kazi. Hamza mara baada ya kutoa pendekezo hilo ili kumshawishi zaidi Irami, aliendelea kuzungumza. Kwa sababu Postman alikamatwa na mtu wa Adept miaka 30 iliyopita, lazima atakuwa na kinyongo na shirika lenu. Kama akitaka kulipa kisasi, itakuwa rahisi kama tukiunganisha nguvu. Hamza aliona kwamba kuendelea kubakia nchini kusingekuwa na manufaa yote, kwani uwezo wake ulishindwa kutumika moja kwa moja kwa mtu kama Postman. Hivyo mbinu pekee ya kukabiliana naye ilikuwa ni kumjua alipo, na ili kufanikisha hilo lazima ajue mtaalamu gani alimkamata Postman na kivipi. Kwa hiyo na wewe unaenda, but sawa, kama ni hivyo sawa, itakuwa vizuri nikikuona tena. Alijibu Irami kwa mshangao kidogo uliojaa furaha. Mara baada ya kusikia sauti hiyo ya furaha kutoka kwa Princess, Hamza alihisi hali ya ajabu kwenye moyo wake.
Kwa hiyo ulikuwa ukitaka kuniona tena? Ni katika muda ule ambapo Irami alitambua kuwa maneno yake yalikuwa na zaidi ya maana, na ilibidi ajitetee haraka haraka. Hapana, ni kwamba nilitaka potezea bwana. Kwa sasa ngoja nianze safari ya kuja makao makuu. Ukienda mwenyewe nikiwa sipo, sidhani kama utapata msaada wote. Mara baada ya kuongea hivyo, alikata simu. Hamza aliyekuwa ameweka simu sikioni alishindwa kujizuia kushangaa kidogo na kutotabasamu kwa wakati mmoja. Alijiambia kwamba huyo Irami muda mwingine anaonekana kuwa na akili, ila kuna muda anaonekana kuwa mjinga tu. Msikilizaji, Irami alikuwa na uwezo wa kutawala elementi zote za dunia. Kutokana na uwezo huo, alikuwa na uwezo wa kudhibiti anga na kujisafirisha kutoka eneo moja kwenda lingine bila shida yote. Hivyo kusafiri kwake ilikuwa ni kama ana telepoti kutoka eneo moja kwenda lingine haraka iwezekanavyo. Hiyo ndio namna aliweza kuwa rais wa Adept bila familia yake kujua chochote. Kawaida angeamua kwenda moja kwa moja angefika haraka, lakini safari zake huwa anazipanga kwa njia ya kutoshtukiwa. Awamu hiyo Hamza alitumia ndege ya jeshi kumtoa nchini kwenda makao makuu ya Adept. Eneo la makao makuu ya Adept lilikuwa mbele ya masaa zaidi ya 4 kulinganisha na Tanzania. Hivyo Hamza mara baada ya kukwea ndege alifika ikiwa inakaribia siku nyingine kabisa. Hamza hakuhitaji hata ndege hiyo kutua. Mara baada ya kukaribia kisiwa hicho, moja kwa moja aliruka na kutua ndani kabisa kisiwa hicho. Watu wengi wa kisiwa hicho walimfahamu Hamza, hivyo hakuna hata mmoja alimchukulia kama mvamizi. Hamza mara baada ya kufika, Irami hakuwa amewasili bado. Kwa sababu alikuwa peke yake, aliona atumie muda huo kumtafuta Eriki Mloe, yani mdogo wake na Eliza, ambaye alikuwa makao makuu hayo. Ingawa Hamza alikuwa na wanawake wengi, alikuwa na mashemeji wachache sana. Hivyo aliona kuwasiliana na Eriki kungeweza kumsaidia. Pia kwa ajili ya Eliza aliyekuwa akitaka kujua maendeleo yake. Sasa mara baada ya kuuliza baadhi ya watu hao waliokuwa wa kawaida kuhusu uelekeo wa Eriki, aliambiwa alikuwa maktaba. Sasa Hamza mara baada ya kufika katika eneo hilo la maktaba, aliweza kukutana na Eriki aliyevalia kanzu kama joho hivi na mshipi fulani hivi kiunoni. Alikuwa na mabadiliko makubwa na alionekana ni kama mtu wa dini hivi. Eriki akasema kwamba shemeji, bwana ghafla, aliongea Eriki huku akiweka kitabu kinachoelezea namna ya kuamsha nguvu za ziada na kumlaki Hamza kwa furaha. Ni kwamba kuna matatizo nimekutana nayo na ikanipasa kuja hapa kwa ajili ya kutafuta baadhi ya taarifa. Namsubiri Rais Air kufika. Hivyo nimeona nionane na wewe kwanza wakati nikimsubiri. Hili eneo limekusaidia ama? Hili ni eneo zuri mno shemeji. Watu hapa japo ya kwamba wana tabia tofauti lakini ni wakarimu pia. Msikilizaji, kwa sababu ya ujio wa Hamza, ilibidi Eriki aweke alichokuwa akifanya pembeni na kuongozana naye mpaka kwenye jengo la mapokezi. Kuhusiana na swala la postman, Hamza hakuliongelea moja kwa moja, akihofia linaweza kumfanya Eriki kuwa na wasiwasi na usalama wa ndugu zake. Shemeji, twende eneo la mapokezi kwanza. Upande ule ndio unahifadhi taarifa karibu zote za umoja. Lazima rais akifika atakupeleka pale, aliongea Eriki ambaye alionekana kuzoea sana eneo hilo. Eriki, vipi lakini kuhusu maendeleo yako? Umepata kuona maendeleo yote ya uwezo wako? Bwana Shem. Unajua mara baada ya kukutana na walimu wengi walionielekeza kuhusu kuelewa uwezo wangu binafsi, yani nimepanuka sana kimawazo, lakini kwa sasa ni kama nasoma nadharia tu. Kuhusu kufanya vitu kwa mazoezi kabisa bado. Ila naamini siku kija tena basi nitakuwa na cha kukuonyesha. Hamza alishia kushangaa kidogo. Mara ya mwisho alimuona Eriki kama mtu mwenye uwezo mkubwa. Hata hivyo, kwa sababu hakuwa mtaalamu wa nguvu za ziada, hakuoji zaidi. Anyway, sio na wasiwasi, ndio kwanza umeanza, naamini baadaye utapiga hatua. Basi mara baada ya kufika eneo la mapokezi, alikuwepo yule mwanamke aliyemkuta Hamza mara ya mwisho, pamoja na ule mzee mlevi aliyefahamika kwa jina la Rolof. Huyu mzee bwana ambaye alikuwa na sura iliyokunjamana kwa uzee, alikuwa ni kama kawaida ameshikilia chupa ya vodka mikononi, huku akitoa meno yake ya njano na kujaribu kumshikashika mrembo ambaye alikuwa pale mapokezi, huku mrembo huyo mapokezi akisema kwamba mrevu, hebu ondoa na mikono yako kwenye mwili wangu, vinginevyo nitakuchoma na hii kalamu.
Msikilizaji, kwa muonekano wake tu haikujulikana kama alikuwa akijua alichokuwa akifanya au la. Midomo yake ilikuwa ikitoa udenda kama mtu aliyesinzia. Sasa yule mwanamke wa mapokezi, baada ya kumzuia huyo mzee kufanya alichokuwa anataka kukifanya, alishia kumchoma mzee huyo kwa kalamu yake mara baada ya kuona haondoi mikono yake kwenye mwili wake. Sasa ni muda huo mwanamke yule aliweza kumuona Hamza akiingia eneo hilo, jambo lilomfanya badilishe kabisa muonekano wake. Yule mwanamke akasema kwamba, "Oh, Master Lucifer, naona umekuja kutusalimia bila taarifa. Umekuja kumuona Ricky?" Yule mwanamke aliongea huku akiwa na tabasamu la ukarimu. Lakini muda huo ni kama kuna jambo alilikumbuka kuwa alilisahau. Akageuza uso wake pembeni haraka, akatoa mkebe wake wa makeup na kuanza kujipodoa. Sasa muda huo anajipodoa akasema, "Samahani, leo sijatumia makeup, usiniangalie sana, leo natisha." Hamza alisia kushangaa tu, kwa sababu mwanamke huyo tayari alionekana kuwa na matabaka ya makeup usoni mwake, lakini bado anasema hajajipodoa. "Usiwe na wasiwasi, tayari ni mzuri. Haina haja kutumia makeup," aliongea Hamza huku akisogelea kiti cha mapokezi na kukaa chini. "Mimi nimefika hapa kwa sababu nina miadi na president. Nitamsubiri afike." Kumbe hata rais anafika leo. Basi ngoja niongeze na lipstick," aliongea yule mwanamke bila aibu na kuendelea kujipamba. Ricky alishia kusogea huku akisaidia kuweka chupa ya vodka mezani ili mzee Roloff asidondoshe. Kisha papo hapo akatumia tishu kumfuta udenda uliokuwa ukitoka. Asa Ricky akasema kwamba, "Babu, usilale kwenye sakafu. Hebu ngoja nikusaidie kusimama," aliongea Ricky kwa Kiingereza huku akimsaidia yule mzee kumkalisha kwenye kiti. Roloff alishia kucheka kilevi huku akimwangalia Ricky. Sasa akasema kwamba, "Simov, hebu kunywa kidogo," aliongea kwa Kirusi. Ricky akajibu kwamba, "Naitwa Eric Mlowe. Kwa nini bado unanifananisha na mtu mwingine bwana?" Ilionekana tangu Eric afike hapo, kazi yake imekuwa ni kumhudumia huyo mlevi. Basi yule aliendelea kuongea kwa Kirusi huku akiwa ameegemea mezani sasa kikoroma, akasema kwamba, "Sandra baby, bado sijalewa." Basi yule mhudumu akasema kwamba, "Nani yule ambaye yuko pale mapokezi?" Akasema kwamba, "Eric, hebu achana naye. Huyu mzee yaani nadhani ana miongo kadhaa analala tu na anachopenda ni ngono na pombe. Kama sio ungwana wa rais wetu na heshima ya Rais Maxim, huyu angepelekwa hospitali ya watu wenye matatizo ya akili." Baada ya kuongea hivyo, Ricky alicheka kidogo akasema, "Sister, Babu Roloff ni mzee mno. Muda wote anatia huruma. Hebu acha kumchoma na karamu bwana. Angalau tuna mzee kama huyu mwajiriwa wa Adept." Basi aliongea hivyo Ricky alionekana kuzoeana sana na huyo mwanamke. Huyo mwanamke alisema kwamba na roho nzuri sana Ricky. Huyo kwa alivyo mchafu, mimi sitaki hata nikaribie. Basi Hamza alishia kuangalia tu kinachoendelea hapo bila kusema neno. Alijiambia kwamba hakuna taasisi kama Adept. Yaani hakuna taasisi itakayoweza kuwa kama Adept. Sasa ni muda huo ghafla tu mtu alibuka kama vile anajengwa na elementi za hewa na kuonekana mbele yao. Alikuwa ni Mr. Air aliyekuwa amejivalisha cloak, yani kama zile kofia za Assassin's Creed. Sasa Airami akauliza kwamba, "Hamza, ni yule radhi kwa kukusubiri sana. Vipi, umefika muda mrefu?" Sauti hiyo ilimfanya yule mwanamke wa mapokezi kutingishika, huku mkebe wake wa makeup ukidondoka chini kwa kudua. Kwa mshangao akauliza kwamba, "President, inakuwaje leo unakuja katika umbo na sauti ya mwanamke?" Hata Hamza mwenyewe, msikilizaji, alikuwa katika hali ya mshangao kwa kuona Airami amefika akiwa katika umbo la mwanamke. Haikujulikana kama ni kwa sababu Hamza alimfahamu kwa mwanamke ndio maana akafanya hivyo au kuna sababu nyingine. Hata hivyo, muonekano wake haukuwa wa kifalme kabisa. Sura yake ilikuwa tofauti na alitumia hood kujifunika. Sasa akajibu kwamba anaweza kuwa mwanamke au mwanaume, inategemea na mood yangu ilivyo. Hujawahi kuniona nilivyo, kwa hiyo hakuna haja ya kushangaa sana. Basi yule mwanamke mpokezi akasema, lakini naamini utakuwa mwanaume mwenye muonekano wa kitanashati." Airami akasema kwamba, "Flower, nadhani unapaswa kujikita kwenye kazi yako. Huna haja ya kutaka kujua muonekano wangu. Hujanipatia kalenda ya mwaka bado." Akasema, basi ngoja nikuendelea sasa hivi." Basi yule mwanamke alionekana kabisa kuhisi kutoridhika kwa rais wake.
Aliogopa kiasi cha kuinama haraka sana kwenye meza yake bila kutoa sauti. Hamza, twende, kituo cha taarifa zetu kipo upande wa nyuma. Eriki, unataka kuongozana na sisi ama? Eriki alijua swali hilo ni la mtego, hivyo hakuthubutu kukubali. Akasema hapana, nilimsindikiza tu shemeji wakati akikusubiri hapa. Mimi narudi maktaba. Hiram akasema vizuri, naona mwamko wa nguvu zako umetulia na kuimarika kuliko mara ya mwisho. Kazi nzuri. Eriki akasema asante sana President. Nitaongeza bidii. Mara baada ya Hamza kumpiga begani shemeji yake, aliongozana na Hiram kutoka eneo hilo. Walipokaribia jengo lenye mlango wa chuma, Hiram aliusogeza mkono na mlango ulifunguka kama vile ni mlango wa ndege. Kwa kutengeneza ngazi kwenda chini, ilionekana mlango huo ulikuwa ukifunguka kulingana na maelekezo maalum. Kwani upande wa juu pia kulionekana kuwa na baadhi ya shelf kama ilivyokuwa eneo la chini ya ardhi. Sasa Hamza mara baada ya kufika eneo hilo la chini, aliweza kuona kulikuwa na shelf nyingi sana za vitabu na makabrasha tu. Kulikuwa hadi na taarifa zilizohifadhiwa kwenye mawe ya kuchonga. Mara baada ya Hiram kukanyaga sakafu hiyo, mlango ule ulijifunga. Na papo hapo aliondoa ile kofia ya koti lake na kumfanya arudi katika umbo lake halisi. Kukiwa hakuna watu wengine, nitauvaa uhalisia wangu. Kuongea na wewe katika sura tofauti na hisi ajabu. Hamza alishia kupepesa macho yake tu, akishindwa kuzuia pumzi hisia. Hiram ni kama urembo wake uliongezeka kila alipokuwa akibadilisha sura na kurudi katika umbo lake la uhalisia. Mbona unakodolea tu macho? Aliuliza huku akionekana kuwa na aibu za kike. Hamna tu, naona ni kama unazidi kuwa mzuri kila mara unapouvaa usika wako. Mara baada ya kusikia sifa hizo, alishia kuwa mwekundu. Hiram akasema kwamba tutaanza na taarifa za ofisi ya Maxim wakati wa uongozi wake. Aliongea Hiram aliyebadilisha madaraka. Hamza alichukulia wasaa huo wakati Hiram akiwa busy kuangalia mazingira ya eneo hilo na kila kitu chake. Hamza aliweza kuona michoro mingi iliyokuwa imening'inizwa ukutani. Mengine ikionekana kuwa zamani sana, mengine ikiwa ni ya kisasa, pengine kutokana na aina mchoro wake. Hamza alishia kujiuliza, michoro yote hiyo iliyojaa karibu kuta zote ilikuwa ya nini? Mara baada ya kuangalia michoro hiyo kwa makini, aliweza kuona mchoro wa mwisho kabisa aliweza kutambua. Ulikuwa ni wa Hiram, ambaye alikuwa amevalia kwa staili yake maarufu ya kuficha uso. Alafu chini yake kulikuwa kuna maandishi yalioonekana yakisomeka ya kwamba 217 generation heir. Hiram, hii michoro yote hapa inamaanisha viongozi waliohudumu kama maraisi? Hiram alishia kugeuka, na mara baada ya kuona Hamza alikuwa akiangalia mchoro wake, alitabasamu kwa aibu kidogo. Ndio, kila kiongozi wa Adept lazima aache mchoro wake au picha hapa, ila sio lazima kuonyesha sura yake, alijibu Hiram. Mara baada ya kusikia hivyo, Hamza aliendelea kuangalia michoro hiyo kwa matamanio makubwa. Alipokuwa akitazama, aliweza kuona sura ya Rais Maxim. Hata hivyo, ilikuwa tofauti kabisa, kwani ilionekana kuwa ilichukuliwa wakati akiwa bado kijana mdogo. Hamza alihisi kama akiendelea kuangalia, pengine angeweza kujifunza historia za watu waliokuwa na nguvu nyingi katika ulimwengu wa siri. Alitaka kulinganisha taarifa hizo na zile alizosoma katika vitabu alipokuwa chini ya Master Black. Naona viongozi wote waliotangulia walikuwa katika level zaidi ya ugwiji. Ndio, walikuwa ni zaidi yetu. Yaani kama isingekuwa kwa uwezo wao, Adept isingedumisha hali yake ya kutofungamana na upande wote. Unajua, watu ni wepesi sana kusahau historia. Umeona? Sasa kuna watu wengi waliowahi kuwa na uwezo mkubwa kwenye ulimwengu wa siri, lakini haijalishi walikuwa na nguvu kiasi gani, wakishaanguka historia zao pia hutoweka kirahisi. Ila sijui kama kati ya hao watu hapa kuna yeyote ambaye bado yupo hai. Jemadari kule nchini ana miaka zaidi ya 500. Pengine kama hawa pia walikuwa na uwezo mkubwa, kuna ambao hapo hai. Mimi sina uhakika, lakini kawaida Adept hawana uwezo wa kurefusha maisha yao. Ingawa nguvu zao huongezeka haraka kutokana na karama walizonazo, wengi wao hawajifunzi mafunzo ya nishati. Wao wanategemea uwezo wao binafsi. Hivyo hata ukifikia daraja la juu, level ya jemadari, bado ni ngumu kuishi kwa zaidi ya karne moja. Aliongea Hiram huku akiwa busy kukagua mafaili.
Hamza alishia kugeuka nyuma na kugundua kuwa Airam alikuwa hata akielea hewani kutokana na baadhi ya mafaili kuwa katika shelf za juu kabisa. Airam, wewe bado ni mdogo mno, ila bado ni mtu mzito duniani na hata kupata sifa za kuchaguliwa kuwa mfuasi wa Armageddon. Nina uhakika kama utafikisha miaka 100 utakuwa umefikia level ujemedali. Wewe Mr. kicheo cha ujemedali, mimi nipo radhi kuishi miaka 100 bila kuzeeka kuliko kuwa na cheo hicho. Aliongea Airam huku akitabasamu kwa utamu. Hamza alishia kurudisha tabasamu huku akijiambia kuwa inaonekana kwa Airam muonekano wake ndio hazina kubwa kwake kuliko chochote kile. Sasa muda huo Airam alionekana akisogea upande wa kulia katika shefu ya juu zaidi. Mara baada ya kutoa kitabu na kukiangalia, alikirusha hewani na kikashuka ardhini, kikitua juu ya meza kikiwa kimefunguka. Hakuishia kwenye kushusha vitabu, yani hakuishia kwenye kushusha kitabu kimoja tu. Alishusha vitabu vingine taratibu na kuviweka juu ya meza. Hivi vitabu 6 vinahusiana na taarifa zote za Rais Maxim. Lakini mimi sina uhakika ni faili gani linahusiana na miaka 30 iliyopita. Hamza alishia kusogelea faili lile la kitabu kilichoonekana kuwa na uzito wa zaidi ya kamusi. Kisha alikunja sura na kujiuliza kwamba mbona taarifa zake ni nyingi, halafu zinaonekana kuandikwa kwa mkono. Unajua ni kwa sababu Maxim alikuwa rais wa Adept kwa zaidi ya miaka 60 kuanzia nyakati za ukoloni wa bara la Afrika. Kutokana na umoja wetu kuwa neutral umekuwa imara sana, hivyo viongozi hubadilika mara chache sana. Anyway, nimekupata. Ngoja sasa tuanze kusoma hili faili. Hamza hakuwa mvivu wa kusoma, kwani alishasoma karibu vitabu vyote vya miungu na hata vya dini zote kubwa na kumaliza. Sio hivyo tu, taarifa za Earth Access alizisoma pamoja na habari nyingi zinazohusiana na mafunzo ya nishati. Hivyo kwa ufupi hakuwahi kuogopeshwa na wingi wa maandishi. Alijifunza uvumilivu linapokuja swala la kusoma. Hata hivyo, wakati wa kusoma kitabu hicho hakusoma kwa undani. Alikuwa akifungua kwa spidi, akiruka taarifa zisizokuwa na maana. Mara baada ya kuona spidi ya Hamza kufungua kitabu hicho, Airam alijikuta akishangaa akisema kwamba Hamza, unasoma kwa spidi kubwa hivyo? Utaweza kupata taarifa unayohitaji kweli? Moja ya faida ya mafunzo ya nishati ni uwezo wa kuchezesha macho kwa spidi na kuamsha uwezo wa ubongo. Hivyo naweza kuona habari ninayotaka haraka sana. Ikishaingia kwenye akili yangu tu nitatambua. Airam mara baada ya kusikia hivyo alishia kutingisha kichwa tu huku akiendelea kusoma kitabu kingine. Hamza baada ya kupekua kitabu hicho kwa zaidi ya saa alipokea ujumbe kutoka kwa Yulia uliomfanya kubadilika mara moja. Sasa Airam akauliza kwamba nini kimetokea? Nimepokea taarifa Postman kaua wanasayansi wengine 7 na viongozi 3 wa jeshi kwenye moja ya viwanda vinavyoendeshwa na jeshi. Watu 50 wamekufa kwenye tukio la mlipuko. Huyu sasa naona anapitiliza sasa. Hivi kwa nini anaua watu wengi namna hiyo bila wasiwasi? Hajali kwamba wafanyakazi hao ni tegemezi kwa familia zao? Hana muda wa kujali kuhusu hilo. Kwenye macho yake anaamini kwamba wanaokufa ni kafara ya kuponya uendelevu wa binadamu. Ukiweza kumuelewa kichaa, basi wewe pia utakuwa kichaa. Hafu kitu pekee tunachoweza kufanya sasa hivi ni kupata mbinu ya kumuua. Basi Airam alijikuta akijawa na hasira na pale pale akaongeza nguvu zake katika kuendelea kusoma taarifa hizo. Hamza pia alizima hasira zake na kuweka umakini kwenye kusoma taarifa hizo haraka iwezekanavyo. Mara baada ya masaa 2, hatimaye Hamza alionekana kupata neno Postman kwenye kitabu hicho. Akasema nimelipata. Macho ya Hamza alichanua huku kwa wakati mmoja akitoa tabasamu la ukungu na kujiambia kama Maxim angekuwa na akili angetunza kumbukumbu kwa mpangilio wa miaka na si mchanganyiko kiasi hicho. Basi Airam akauliza kwamba liko wapi na ameandikaje? Aliuliza Airam kwa shauku kubwa sana huku akiangalia kitabu alichokishikilia Hamza. Maxim anasema kwamba wakati wa Postman, waziri wa ulinzi bwana Mike alifika kwake akiwa na matumaini ya kupewa msaada na kuweza kumpata Postman kwa kutumia mtu mwenye uwezo wa ziada. Hata hivyo, kutokana na Adept kuwa katika sera ya kutofungamana na upande wote, swala hilo lilionekana kama lingeathiri msimamo wa umoja mbeleni kwa kuibua minong'ono. Lakini Mike, kutokana na ushawishi wake, aliongelea zaidi kuhusu tishio la kupotea kwa binadamu, huku akiweka nadhiri kwamba hatakuja kutoa siri juu ya uhusika wa Adept.
Sema baada ya kuahidi na kuapa, hatimaye Maxim alimuomba rafiki yake kumsaidia. Rafiki aliyemuomba kumsaidia hakuwa adept, bali alikuwa ni gwiji wa wakati huo mwenye uwezo wa kutumia uchawi wa kimizimu kushikilia nafsi, ambaye ametambulishwa kama Gustav. Alitumia uwezo wake wa uchawi wa mizimu kwa ajili ya kuikabili nafsi ya Postman. Basi Hamza mara baada ya kusoma habari hiyo, alijikuta pale pale akifahamu jambo. Alikumbuka hata Haeji kule Japani alitumia miujiza ya giza kumdhibiti Saidi. Sasa Hiram akauliza kwamba kwa hiyo njia ya kumshikilia Postman ni kutumia miujiza ya kushikilia nafsi? Upande wa Hamza hakuwa na uelewa wote kuhusu dark magic. Hiram akasema kwamba lakini kwa ninavyofahamu huyu Gustavo huyu anayezungumziwa hapa alishafariki. Alingevyo Hiram tena akimnong'oneza Hamza. Hamza aligeuza uso wake, lakini alipokusudia kuongea, bahati mbaya aligusisha mdomo wake na shavu la Hiram. Hiram mara baada ya kuhisi unyevunyevu uliojaa joto, alijikuta akiruka kwa hofu. Haraka alisimama huko akiziba uso wake kwa mikono kwa aibu. Kuhusu hilo Hiram, ni bahati mbaya, nilitaka kukuuliza, una hakika huyo Gustav amekufa? Ni kwa sababu ya Gustav nilisikia jina lake kutoka kwa moja ya rafiki zangu ambaye ni majisi, na alisema kwamba kwa sababu ya Gustav kujifunza miujiza ya kumiliki mizimu, alizeeka haraka sana na kufa miaka 20 iliyopita. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, aliona ni sawa na kuingia katika mtego mwingine. Alikuwa akijua mtu ambaye ni majisi wa nguvu za giza ni Haeji, ndugu yake Mr. Black, yani dada wa Mr. Black. Lakini hakuwa na njia ya kuwasiliana moja kwa moja na Haeji. Kama angetaka kumpata, labda kupitia Underworld Alliance na kisha kuwasiliana na Hidden Guards. Hatua zote hizo zingechukua muda. Alafu kubwa zaidi, hata kama akimpata Haeji, hakuwa na uhakika kama yupo tayari kumsaidia au kama Postman hataweza kugundua anachofanya. Kuna swali lingine pia la kujiuliza. Je, Haeji ana uwezo wa kutosha kumpata Postman? Hivi Hamza, unaonaje nikitafuta rafiki ninayemjua ambaye ni majisi na kuulizia kama anafahamu majisi yote wa nguvu za mizimu mwenye uwezo? Hiram alitoa hilo pendekezo, lakini muda huo wakati Hamza akisikiliza, mara sauti ilisikika kupitia vifaa vya mawasiliano vya eneo hilo. Sauti ilisikika kwamba President, unanisikia? Kuna dharura, President, kuna dharura. Hiram alishatu kukunja sura. Kisha akamwambia Hamza kwamba huyo ni kiongozi wa ulinzi wa makao yetu. Anaitwa Rubela. Anao uwezo wa kuona umbali wa kilomita 100. Hiram alitembea mpaka kwenye ukuta na kisha akabonyeza kitufe kuruhusu sauti yake kusikika upande wa pili. Hiram akasema kwamba nakusikia Rubela, nakusikia. Nini kimetokea? Naona makombora ya kivita yameelekezwa upande wa kisiwa chetu kutoka kwenye 7th Fleet ya jeshi la Marekani, kutokea upande wa kaskazini mashariki. Wapo umbali wa maili 50 na tulipo. Msikilizaji, hali ni tete. Huyu Postman ni anawachezea akili. Sasa huko aliko ambako ameenda kutafuta taarifa zake, makombora yameelekezwa, ni makombora ya kivita yameelekezwa upande wa kisiwa chao kutoka kwenye 7th Fleet ya jeshi la Marekani. Hamza juhudi zake za kumpata, unajua bado kinachomuuma zaidi ni bado anamtafuta Postman kwa ajili ya kulipa tu kisasi cha Madam Warden. Of course Postman yeye lengo lake anaendelea tu kuua watu nini, na yote ni kwa sababu ni kama anashindana na teknolojia iliyopo kwamba inapoteza ule uasili wa binadamu. Kwa hiyo bado sote tunatamani sana kuja kuona Postman na Hamza wakikutana. Jamaa na akili. Saidi akasome. Saidi akasome. Postman ni ana akili, anacheza na akili yani vibaya mno. Unaweza kashangaa tu mpenzi wako umekaa naye hapo, anakuambia baby, unajua nakupenda na unajibu nakupenda pia. Alafu anakuambia sawa, ila leo najisikia tu tufe. Anakuchoma kisu na anakufa. Kumbe akili imetawaliwa na Postman. Jamani, kwa hiyo kama mpenzi wako akikwambia neno lolote ambalo unaona ni kama halieleweki hivi, wewe fahamu tu kwamba tayari Postman kashatawala akili yake. Jamani, tukutane sehemu inayofuata kufahamu kile kilichoendelea. Mdoto ulikuwa na Lucas Lumbas. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, tukutanisha sehemu inayofuata.
Bye bye.